Bwana kwa sababu ya uaminifu wa kwako kwenye maisha yetu Bwana. Masata karabashanda rabakoria masata malizo varandu sataya rakata lema mashando rabakoria melako zobraria. Asante Bwana kwa sababu mkono wako umeenda kusimama pamoja na sisi. Asante kwa sababu neema yako imeenda kuwa pamoja nasi Bwana. Uaminifu wako umeenda kuonekana katikati ya maisha yako yetu Bwana. Malega tu safari ya manda. Kama sio wewe ambao umetusaidia wanadamu na waseme sasa, kama sio wewe ambao umetuongoza, umetulinda, umetutunza, umetuepusha na changamoto, umetuepusha na vikwazo, masataka baradaba melando robo shataba arama shando rabakoria mesata brando robokoria intaraba shando rabakoria masata paruza vali anto labakoria masatula anto labakoria rapasanto labakoria janda rababa soto labakoria mando robo sata katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Bwana, asante kwa ajili ya uaminifu wako, asante kwa ajili ya nguvu zako, asante kwa ajili ya ukuu wako juu ya maisha yetu Bwana. Asante kwa sababu wewe ndiye ambaye unatusaidia. Asante kwa sababu wewe ndiye ambaye unatutunza. Asante kwa sababu unatulinda na mabaya yote katika jina la Yesu. Mshukuru tu Mungu kwa ajili ya nafasi nyingine ambayo ametupa. Biblia inasema leo ndio siku ambayo Bwana ameifanya na sisi tunatakiwa kuishangilia, tunatakiwa kuifurahia kwa sababu Mungu mwenyewe ameruhusu siku ya leo tuwepo mahali hapa kwa ajili ya kuyasikia maneno yake mazuri, kwa ajili ya kujifunza namna ambavyo Mungu anataka tujue ili tuweze kwenda mbali kule ambako ametukusudia. Kwa mshukuru Bwana. Daudi anasema alipoambiwa twende nyumbani mwa Bwana alifurahi. Kwa nini? Kwa sababu anajua nyumbani mwa Bwana yako maneno ya uzima, nyumbani mwa Bwana yako masuluhisho kwenye kila eneo la maisha. Ukipata nafasi ya kujifunza, umepata nafasi ya kupiga hatua, umepata nafasi ya kwenda kiwango kingine, umepata nafasi ya kupokea uelekeo sahihi wa maisha yako, umepata nafasi ya kujua kile ambacho Mungu anacho kwa ajili ya hatima yako. Rasa tapaya mandereba kuza Baba, macho ya mioyo ya watu wako usiku wa leo yakatiwe nuru tena Bwana, watu wako wakapate kuyaelewa na maandiko ya kwako Bwana. Kandu rabasata. Karibu sana usiku wa leo. Hautakuwa usiku wa hasara, bali utakuwa ni usiku wa faida, utakuwa ni usiku wa kwako kupiga hatua kwenda kule ambako Mungu amekusudia uende. Mara zote Mungu anapozungumza basi wewe una uhakika. Inawezekana kuna maswali ulikuwa nayo, analeta majibu. Inawezekana kuna changamoto ambazo zilikuwa zinakutesa, Mungu huwa anapolileta neno lake huwa anakuja kwa ajili ya kuhakikisha kwamba chochote ambacho kilikuwa kinatukwamisha tuna uwezo wa kukikabili na tukaenda kule mbali ambako Mungu anatukusudia kwenda. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kukukaribisha sana usiku wa leo. Karibu sana popote ambapo unatufuatilia. Lakini pia nisaidie kualika na watu wengine. Waalike rafiki zako, kama jirani, weka kabisa kwenye Bluetooth ili mfurahie kwa pamoja hichi kipindi kizuri kabisa cha usiku wa masuluhisho ambacho Mungu ametupa tena kuendelea mahali hapa. Na usiku wa leo utakuwa pamoja na mimi, naitwa Pastor Emmanuel Malogo, lakini pia nipo na mtumishi wa Mungu. Naomba pia na yeye ajitambulishe, lakini pia akukaribishe kwenye kipindi cha siku ya leo. Karibu sana mtumishi. Naitwa Pastor Rutufa Makasagule wa IBC Global Kigamboni, mtoto wa baba Askofu Dickson Kabigumila. Na kualika wewe ambaye umepata neema siku ya leo ya kuwa pamoja nasi katika kipindi hiki cha usiku wa masuluhisho. Sio bahati mbaya wewe kuwepo. Mungu anasema nalituma neno na hilo neno linatoa watu kwenye maangamivu. Manake wewe ndiye ambaye neno hili la siku ya leo amelituma kwako. Haujaingia kwenye ukurasa huu kwa bahati mbaya, hapana. Bwana amekusudia, kuna kitu ambacho anataka geuze kupitia neno la Mungu, ageuze hatima yako. Kuna namna anataka aseme na wewe, kuna namna anataka kutoe kupeleka hatua moja kwenda hatua nyingine. Kwa hiyo usitoke hapo ulipo, endelea kualika na wengine. Endelea kualika na wengine. Kuna mambo mazuri sana siku ya leo, utapata mgeuko mkuu, lakini pia utajifunza, utaelewa, utaponywa nafsi yako. Waalike na wengine, endelea kualika wengine. Usitoke hapo ulipo. Wito wangu ni kwamba usitoke hapo ulipo. Ulivyoingia hakikisha tunaanza wote na tunamaliza, na anakuombea neema ya Mungu, utulivu wa nafsi, na Roho Mtakatifu akusaidie kuelewa na kupata roho hekima na ufunuo. Amen. Amen. Asante sana mchungaji, na kama ambavyo mchungaji amekusihi, usikubali kuondoka kwa sababu mambo mazuri yapo kwa ajili yako usiku wa leo. Sasa tumekuwa tukijifunza kwa wiki kadhaa ambazo zimepita, tumekuwa tukijifunza kwa habari ya uwepo wa Mungu, na kuna mambo mengi sana ambayo tumeangalia kuhusiana na uwepo wa Mungu, na ninaamini kabisa
kwa wewe ambaye ulikuwa unafuatana na sisi tangia tumeanza kujifunza, kuna kitu ambacho Mungu amekiweka ndani ya moyo wako, na shauku yako ya kutembea na Mungu naamini kabisa imeongezeka kwenye maisha yako. Hilo linaliamini. Lakini usiku wa leo Mungu ametupa kitu kingine kipya kabisa ambacho tutakianza na tutajifunza kwa muda kadhaa, lakini leo tutaanza kujifunza kwa habari ya uelekeo wa kiungu, au kwa Kiingereza tunasema divine direction, uelekeo wa kiungu. Kuna mtu anaweza akaelekea mahali kwa sababu tu ya elimu, anaweza akaelekea mahali kwa sababu marafiki wamemwambia mahali hapo kuna fursa fulani au kuna kitu kizuri anaweza akakipata. Lakini kwenye maisha pia Mungu anaweza akamuelekeza mtu. Mungu anaweza akakufanya ujue wapi hasa unatakiwa kuwekeza hela zako. Mungu anaweza akakufanya ujue kati ya mabinti wengi ambao unahisi ni mkeo, Mungu anaweza akakuongoza ukajua exactly nani ambaye nikiishi naye nitafika kule kwenye hati mambo Mungu amenikusudia kwenda. Lakini pia Mungu huyu ambaye ameziumba mbingu na nchi anaweza akakuongoza kati ya biashara nyingi ambazo zipo, ambazo watu wanasema zina faida. Anaweza akakuongoza ya kwako hasa, ipi ambayo wewe ukiifanya itakupa matokeo, ipi ambayo wewe hasa ukiifanya itakupa kwenda kule ambako Mungu amekukusudia uende. Kwa usiku wa leo tutakuwa tunaangalia hapo kwamba Mungu anaweza kuyaongoza maisha yetu. Anaweza kabisa. Unajua kwa nini watu wanakuwa na stress? Kwa nini watu inafika hatua wanachanganyikiwa, anasema sijui cha kufanya kwenye maisha yangu? Kwa sababu tu amekosa kujua ni kitu gani ambacho Mungu anacho kwa ajili yake. Siku utakapojua Mungu anawaza nini, au siku ambayo utaanza kuongozwa na Mungu mwenyewe kwenye maisha yako, kuna mambo ambayo yanaonekana ni magumu sana, utagundua kwamba yalikuwa ni mepesi, lakini kwa sababu tu uliamua kuzitumainia akili zako. Ukizitumainia akili zako utakosa mwelekeo ule ambao Mungu anautaka. Lakini ukisikiliza maongozi ya Mungu mwenyewe, kuna namna ambavyo Mungu atakusaidia, kuna namna ambavyo Mungu atakuvusha. Kwa ndani ya hili somo ambalo tunaanza nalo kuna vitu vingi ambavyo tutajifunza, lakini leo tutaanza kuangalia maana hasa. Nini maana ya uelekeo wa kiungu? Lakini vipindi ambavyo vinakuja tutakuonesha ni namna gani ambavyo Mungu anaweza akakuonesha mahali ambapo unatakiwa kwenda. Lakini pia tutaendelea huko mbele, tutajifunza jinsi gani ambavyo sasa mtu anaweza akajikuta anaenda kwenye uelekeo usiokuwa sahihi. Kwa sababu inawezekana kabisa mtu akajikuta yeye mwenyewe kwa hiari yake anaenda mahali ambapo Mungu hataki aende. Kwa hiyo ni kitu cha muhimu sana, na hicho ndicho ambacho tunakihitaji. Kwa nini? Kwa sababu tukisoma Biblia kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza kabisa, Biblia inasema hapo mwanzo ni Mungu. Hapo mwanzo wa chochote. Unataka uanze biashara, unataka uanze kazi, unataka uende kwenye ndoa. Kwa sababu kuna watu mimi ninawafahamu, aliwahi kupata kazi, alafu kazi ndio ikawa sababu ya anguko lake. Yaani ameajiriwa, ametoa na ushuhuda kanisani, lakini ile kazi ilikuwa haitokani na Mungu. Kwa mwisho wa siku akajikuta anaingia mahali ambapo alijua ni fursa, kumbe anaingia kwenye shimo. Kabla hatujaanza kuchimba hili somo, nikupe shuhuda ya ndugu yangu mmoja ambaye aliwahi kukutana na kisanga cha namna hiyo. Mtu amempigia simu, yupo mkoani. Mtu amempigia simu anamwambia bwana njoo da huku, kuna bonge la fursa nimelipata. Yule mtu amemuita, kumbe lengo amuingize kwenye makundi mabaya. Lengo lake sio aje ampe kazi au ampeleke kwenye kitu ambacho kitamuinua. Lengo lake ni amchukue huyo mtu, alafu baada ya hapo amweke mahali ambapo atajikuta hata Mungu anamwacha, anaingia kwenye mambo ya kishetani kabisa. Sasa yule mtu akatoka mkoani, kamtumia nauli na kila kitu. Baadaye anashangaa, badala ya kupewa fursa anapelekwa mahali ambapo anakuta vinavyofanyika pale ni vitu viovu, ni vitu vibaya. Na mwisho wa siku kama sio Mungu kuingilia kati, huenda leo hii huyo mtu angekuwa yupo kwenye matatizo makubwa, na huenda angepatwa na mambo ambayo angejutia maisha yake yote. Hiyo ni nini? Inakuja ni pale ambapo fursa inatokea. Inaonekana kabisa ni njema. Waswahili wakasema sio kila kinachong'aa ni dhahabu. Kuna wakati kuna mawe yamepakwa vizuri, kuna jiwe ukiliokota unaweza ukahisi ni dhahabu. Kuna binti unaweza kukutana naye amewaka, unaweza ukajua huyu ni dada kabisa anafaa kwa ndoa, lakini kumbe ndani yake amebeba uharibifu. Na kingine mchungaji anasema shetani alitagi vitu vibaya. Hata wakati anataka kumlagai Eva, unaambia baada ya kusema na Eva akaanza kuona ule mti na yale matunda ambayo alikuwa anaona kila siku ni ya kawaida, akaona yapendeza na yafaa na ya kuvutia. Maana shetani akitaka kuja kwenye maisha yako hataleta kitu kibaya. Ataleta kitu ambacho kinaonekana kwa nje ni kizuri, ila ndani
kimetunza uovu. Lakini neno la Mungu lenyewe linaanza kukuonyesha kuanzia ndani, yani linachimba kuanzia ndani, utajua kabisa hiki ni kizuri au ni kibaya. Na ndio maana siku ya leo Bwana ametupa neema ya kukuletea hili somo la uelekeo wa kiungu. Maana kumbe maisha ya mwanadamu yameumbiwa kuongozwa na mfumo wa kiungu, kwa sababu mwanadamu mwenyewe ameumba kwa sura na mfano wa Mungu. Maana Mungu mwenyewe ndo ambaye amepewa uwezo wa kuongoza maisha ya mwanadamu. Mazingira hawezi kaongoza maisha ya wanadamu. Vile ambavyo vinaonekana kwa macho ni ngumu sana kuelekea kwenye uelekeo ambao Mungu amekusudia uwe, kwa sababu wanasema kila mwanadamu aliyekuja hapa duniani amekuja na kusudi. Sasa mwenye kujua kusudi au mtu ambaye amemfungia kusudi lako limefungamanishwa na Mungu mwenyewe. Mungu mwenyewe ndo asili yetu sisi. Ndio wanasema hapo mwanzo Mungu aliumba kila kitu. Maana hata mwanadamu ametokea kwenye mwanzo wa uumbaji. Maana yake Mungu ndo anajua kabisa mwisho wetu sisi, anajua njia zetu sisi. Pale ambapo utaamua kwenda kwa akili zako, kwa mawazo yako, uwe na uhakika Mungu anakuwa hayupo na ni mwanzo wa kupotea. Watu wengi sana ambao wamenyoka, wamejikuta wameingia kwenye hatima yao, hatima za kwao ambao Mungu aliwaombia, au watu ambao tumesema wamefanikiwa, eza wana ushawishi katika eneo fulani, ni watu ambao waliamua kuongoza na sauti ambayo inaelekea wao ni wakina nani. Na shukuriwe Mungu kwa sababu tunachofundisha si mapenzi yetu, ni neno la Mungu. Maana ndani ya neno la Mungu ndiko ambao tutapata mwanga, ndiko ambao tutajijua. Na naamini kabisa kila mmoja hata anayetusikiliza, maisha yake, njia yake, uelekeo wake, mafanikio yake yamefungamanishwa neno la Mungu. Mtumishi wa Mungu anaitwa David Oyedepo akasema no human effort can match God's direction. Hakuna bidii ambayo anaweza akaifanya mwanadamu ambayo inaweza ikajikuta inaizidi au inazidi muongozo wa Mungu kwenye maisha yake. Kwa mwanadamu anaweza akajitahidi kutembea kwa namna yake, lakini kama hana mwelekeo wa Mungu, kama hana sauti ya Mungu ambayo inampeleka kule ambako Mungu anataka aende, atajikuta anaingia kwenye uharibifu, atajikuta anaingia kwenye changamoto. Ukweli ni kwamba kila hatua ambayo unaipiga leo inaamua kesho yako itakuwaje. Hatua ambayo unaipiga leo inaweza ikafanya kesho ujute, au inaweza ikakufanya kesho ushangilie. Kuna watu ambao walianza mambo ambayo mwisho wa siku wanajuta mpaka leo. Unajua kuna mtu leo ukikutana naye anakushauri, sio mzee, lakini anakwambia ndugu yangu, yani mimi najuta sana. Nikiwa shuleni nilikuwaga najifanya nunda, lakini sasa hivi yani maisha yamenipiga, anaumia. Kitu gani ambacho kimetokea? Hakuwa na direction ya kiungu. Akajikuta anafanya mambo kwa miemko, akajikuta anafanya mambo kwa hisia. Kwa mwisho wa siku hayo mambo yakapelekea majuto. Waswahili tena wakasema eti majuto ni mjukuu. Neno ningejua huwa linakuja mwisho wa safari. Linakujaje mwisho wa safari? Kwa sababu mtu alikuwa amekosa uelekeo Mungu anaotaka, kwamba wewe Mungu anakuona wapi? Kati ya biashara 10 ambazo zipo mbele yako, ni biashara ipi hasa ambayo Mungu anakuona ukiwa unaifanya? Hicho ni kitu cha muhimu sana. Na kwa sababu hiyo nataka tukupe maana kadhaa sasa za uelekeo wa kiungu. Hizo maana ili uelewe kwamba watumishi wa Mungu wanasema kwa habari ya uelekeo wa kiungu ni nini hasa? Nini hasa wanamaanisha wanapozungumza kwa habari ya uelekeo wa kiungu? Jambo la kwanza, uelekeo wa kiungu ni nini pastor? Uelekeo wa kiungu maana yake ni kujua njia sahihi ya kuiendea. Kujua njia sahihi ya kuiendea kati ya njia nyingi zilizo mbele yako. Yaani kuna njia nyingi zinaweza zikatokea mbele yako. Sasa kati ya zile njia nyingi ambazo zipo, kuna wakati unaweza kukuta kuna fursa ya ajira, kuna fursa ya huduma, kuna fursa ya biashara. Hizo njia zote zinakuhitaji wewe mtu mmoja. Usipojua uelekeo sahihi, Mungu anakuona wapi? Unaweza ukajikuta unaenda kwenye uelekeo ambao sio sahihi. Wale watu Biblia inatueleza kwa habari ya Sauli na mtumishi wake walikuwa wanatafuta punda. Wanatafuta punda, wametembea siku nzima. Kuna namna ambavyo wamepambana kwa bidii yao wakakosa. Yule mtu alikuwa kidogo ni mtu wa rohoni. Nadhani yule ndugu yake alikuwa ameokoka. Akamwambia anaomba sana, tusihangaike sana, tusije tukajikuta tunasumbuka siku nzima. Kuliko tuhangaika, twende kuna mtu wa Mungu, ambaye huyo mtu wa Mungu anaweza akatuelezea hasa wapi ambapo tukienda tutakutana na punda wetu. Alafu baada ya hapo akaenda, kumbe Mungu kule hakuwa atataka hata akajua kwa habari ya punda. Alivyoenda kule akaambiwa kwa habari ya hatima yake. Kwa kuna wakati hata sehemu ya kuabudu Mungu anaweza akakuambia kabisa kwa nini usiabudu kanisa fulani, uabudu kanisa fulani. Yote yanaweza akaa ni makanisa ambayo yanamhubiri Mungu, lakini wewe kuna mahali ambapo Mungu anakuona kwa wakati huu kwamba huyu mtu akikaa mahali fulani kuna aina ya yeye atatokea. Au Mungu anaweza akakuongoza kwamba huyu unatakiwa kuwa chini ya mchungaji fulani.
wewe unatakiwa kuwa na chini ya baba fulani wa kiroho. Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo Mungu mwenyewe analiweka ili likusaidie uende kule ambako Mungu mwenyewe anataka uende. Kwa kati ya njia nyingi ambazo zipo mbele ya mtu, kuna njia ambayo ni ya Mungu. Tusome kitabu cha Mithali. Mithali sura ya 14 mstari wa 12. Mithali sura ya 14 mstari wa 12. Mithali 14:12 anasema, iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Unaona? Kwa Biblia inasema kumbe kuna namna ambavyo mtu asipokuwa na uelekeo sawa sawa wa kimungu kwenye zile njia nyingi ambazo mtu anaweza akakutana nazo, kama Mungu asipomuongoza, anaweza akajikuta anaingia kwenye njia ambayo mwisho wake ni mauti. Anaweza akajikuta anaingia kwenye njia ambayo mwisho wake itamfanya awe kila siku akikumbuka. Unajua kuna dada alizaa kabla ya ndoa. Ndiyo. Au alizaa akiwa shule. Kila siku akiwa anakumbuka lile tukio, kuna namna uaga linamuuma. Kwa nini? Kwa sababu kwa wakati ule akiwa anakula chips za ule kaka, kwa wakati ule akiwa anaenda anasema, kaka anamuita kwamba njoo tuangalie movie. Anaenda kuangalia movie. Alikuwa anaona ndo maisha bata, kwamba mimi na bei wangu ambiwi chochote. Ambiliki. Mzazi akimwambia anambia, mama wewe umepita na wakati. Mama wewe achana na sisi vijana, kuna namna ambavyo tunaelewa zama zetu hizi za utandawazi. Akajikuta anaharibu. Baadaye sasa anaanza kujuta kwamba ningejua. Ndio hiyo sasa kwamba kuna njia ambayo ukikaa wewe mwenyewe binafsi, zipo nyingi kwamba vijana wanasemaje, vijana wana kauli zao bwana, kula ujana. Sasa unaweza ukaichagua hiyo njia ya kula ujana, alafu mwisho wa siku ikaja ikakupoteza. Wakati kulikuwa na njia nyingine ya ujana ambayo inaitwa mkumbuke muumba wako siku za ujana wako, ili utakapokuwa huko siku zinapokuja ambazo za usoni huko uwe na amani. Anasema mkumbuke siku za ujana wako ili kwenye Mhubiri sura ya 12. Anasema mkumbuke muumba wako siku za ujana wako. Kwa nini? Kwa sababu kuna siku zilizo mbaya, kuna nyakati zilizo mbaya ambazo zinakuja ambako utasema sina furaha tena katika haya. Kuna mambo ambayo yanaweza yakakutokea kama usipochagua njia sawa sawa. Kuna mambo ambayo yatakufanya uwe unajuta kila wakati, unasema ni jamani, nakumbuka mimi zamani kipindi tunaanza uhusiano na bibi yenu, kuna namna ambavyo tulianza vibaya. Kwa nini? Kwa sababu kulikuwa na njia nyingi, lakini haukuchagua njia sahihi ya kwenda nayo. Kwa hiyo ni kitu cha muhimu sana ambacho na hapo pastor tunakiangalia. Kwenye hiyo Mithali 14:12 ndio anaposema iko njia inaonekana kuwa njema machoni pa mtu, lakini mwisho hiyo njia ni uangamifu, ni mauti. Kuna namna ambavyo dunia imetutazamisha kulingana na mazingira tuliopo, tuliozaliwa, au mifumo ambayo tumeikuta, na kwa sababu ya ile nature ya mtu, eza mazingira au asili ya mtu, anajikuta hata neno la Mungu anapingana. Unajua kuna watu tuseme wana hekima, ndio wanasema wenye hekima machoni pao. Unajua kuna mtu anapingana mpaka neno la Mungu. Yaani anasema kabisa hapana, hiki bwana, hapana, hii ni kwa sababu tu ameikuta. Lakini mwisho wa maisha ya mwanadamu, au mwisho wa maamuzi yote, au mwisho wa njia zote ambazo za kumfanikisha mwanadamu zimefungamanishwa ndani ya neno la Mungu. Kuna mtu ambaye anasema anaamini kabisa kwamba mafanikio ni pale ambapo atatumia nguvu nyingi. Mafanikio ni pale ambapo atatumia ujuzi, akili. Mafanikio, kuna watu wameenda mbali sana wanasema wana wa dunia ndo wanafanikiwa kwa haraka na wenye uwezo wa kufanikiwa, lakini sio kweli. Hiyo ni namna fulani ambayo dunia imeamua kuwapelekea watu ufahamu wao na akili zao, wakijiona kwa macho kwamba kama vile inamfanikisha haraka. Lakini mimi kwa the way ninavyolisoma neno la Mungu si kweli. Kwa sababu vyanzo vyote vya mafanikio vimetokana na Mungu. Anasema fedha na dhahabu ni mali ya Mungu. Maana kama ni mali ya Mungu, mafanikio ambayo tunasema kama ni fedha, maana Mungu mwenyewe ndio mwenye kuamua. Na Mungu anasema tukizifuata amri zake na kuzitii. Kwa mfano Kumbukumbu la Torati 28 anaeleza pale baraka zitakapokujiria. Kumbe kilichofungamanishwa na ugumu wa kumfanya mwanadamu aonekane vile kwa Mungu, akumfanikisha haraka, kwa shetani kumfanikisha haraka, ni namna anaonesha kwamba kwa Mungu kama vile sheria ni ngumu. Kwenye utii ndiko kumefungwa mafanikio. Hata kwa wana wa giza pia kumefungwa kwenye utii. Hivyo kwenye neno la muumini, naamini kabisa ukilitii neno la Mungu, ni umezitii njia za Mungu, ni umezifuata neno la Mungu, ni umepata uelekeo. Ila kinachofanya ionekane kama njia za Mungu ni ndefu au njia za Mungu ni ngumu, ni pale ambapo kunakuwa na ugumu wa kutii neno la Mungu. Mtu anaamua kuwatii wanadamu. Mtu anaamua kutii maisha yanaonekana kwa macho. Kama ambavyo umeeleza hapo kwamba kuna mtu mwingine ambaye anasema
wakati huu ngoja nile ujana kwa sababu ya wakati aliopo sasa hivi, yani amejifunika kabisa kwamba maisha ambayo anakula ujana sasa hivi ni kama vile uko aamini kwamba mbele kuna maisha mengine. Hataki kujifunza hata kwa waliotangulia. Kwa sababu gani? Kwa sababu anaona kama vile yeye ndio mwenye maamuzi ya mwisho. Maana njia yake inayomuonyesha wakati huo anaamini kwamba ni njia ambayo ni sahihi kwa macho ya kawaida. Ila anaamini kabisa kwa mtu ambaye ataamua kuongozwa na neno la Mungu, kuongozwa na uelekeo wa kiungu, ni mtu ambaye kwanza cha kwanza hata feli, lakini cha pili ni mtu ambaye atafanikiwa, in short kwamba hatapotea. Wanasema palipo na uwepo wa Mungu huwezi potea. Mahali popote penye uwepo wa Mungu hakuna mtu ambaye anaweza kupotea, kwa sababu Mungu mwenyewe ni mwanga, Mungu mwenyewe ni njia. Kwa sio rahisi kupotea. Watu wengi ambao wamepotea njiani na wengine wanajutia. Unajue kupotea si kupotea kwamba umepotea kwenye mfumo. Kuna mwingine tu yale makosa uliyoyafanya yanakufanya upotee, yanashusha ile thamani, yanashusha ile nguvu, yani ile kujiamini. Kujiamini kunakuwa kumeshuka kwa sababu ya makosa ambayo uliyafanya hapa mwanzo. Ni sehemu ya kupotea pia. Kwa nini? Kwa sababu sio kila njia ambayo imemfanikisha mtu mwingine inaweza ikakufanikisha na wewe. Yani huo ndio ukweli. Ndio maana tunahitaji uelekeo wa kiungu, kwa sababu kuna mtu mafanikio yake yeye anakwambia huwa ana chumba ambacho anayeingia ni yeye tu. Kwa usipokuwa na muongozo sahihi wa Mungu, na siku hizi vijana si wanataka mafanikio, kwa unakuta ameweka bando, ameingia mtandaoni, amemkuta yani mtu ambaye ni mentor wake au ni role model wake ndo anaongea vitu vya hivyo. Haiwezekani ufanikiwe bila kufanya hivi. Au binti anakuta mabinti wengine wanaongea njia za kufanikiwa, wanakuta ni dada yupo chuo, lakini wenzake mabinti wengine ambao wanakaa nao room moja wanasema haiwezekani ufanikiwe kama utaishi tu hivi hivi. Lazima uwe na mbaba. Yani bila mbaba hapa chuo utoboi. Kwa hiyo mwisho wa siku anaweza akawa ameenda na tabia nzuri, lakini kwa sababu amefuata njia za watu wengine anajikuta amepotea. Lakini kuna njia za Mungu ambazo hizo ukizifuata ndio ambazo tunazizungumza kwamba kati ya njia nyingi ambazo watu wanazitumia, kuna mwingine anatumia mwili wake ili apewe marks na lecturer. Chuoni anasoma chuo. Lecturer anamwambia bwana, ili mimi nikupe ufanikio kwenye mtihani, alisomi. Nyumbani kwao kabisa wamemtuma chuo aende akasome. Lakini yeye kwa sababu ya uvivu amejikuta analala tu, alafu anautumia mwili wake kama mbadala wa yeye kufanya bidii darasani. Kwa hiyo ni njia inaweza ikaonekana ni njia sahihi, lakini mwisho wa siku Biblia inasema kwamba ni njia za mauti. Mwisho wa siku inaleta matatizo. Watu wengi ambao wameharibikiwa na maisha ni watu ambao walipenda vimiteremko. Ni watu ambao walipenda vinjia vya watu wa dunia. Watu wa dunia wana njia zao ambazo ni za mkato. Angalia watu wengi ambao wameajiriwa kwenye taasisi nyeti, ambao wanajihusisha hata na masuala ya rushwa. Wengi sana huaga wanakula maisha wakiwa kwenye mfumo, lakini mwisho wao huaga ni mbaya. Wengi utakuta sukari, wengi utakuta pressure, yani utakuta magonjwa fulani yanawashambulia sana. Kwa nini? Kwa sababu wamekataa njia za Mungu. Njia za Mungu ni zipi? Kuendelea kuishi maisha ya haki. Ukipata nafasi kukaa kwenye uongozi, unakuwa mwadilifu kama Danieli. Danieli sura ya 6, mpaka watu wanamkalia kikao cha siri. Wanasema kabisa huyu jamaa hawezekani. Yani Danieli hauwezi ukamkamata pengine popote isipokuwa kwenye masuala ya Mungu wake. Lakini wewe inawezekana hata unasali, lakini stili hata njia zako kwenye kazi tu ulipo, bado njia zako hazimpendezi Mungu. Yani Mungu akikuangalia, akiwaangalia na wana wa dunia, kuna muda wana wa dunia unakuta ndo wanamrekebisha mlokole. Wewe kaka si umeokoka? Kwa nini unanichatisha vitu vya hivyo? Wewe dada, mbona unaongea ulokole bongo? Unakuta kabisa mwingine hata anapigiwa na pasta wake. Alafu yeye kwa sababu ameamua kufuata njia za dunia hii, unakuta kadada unayemsumbufu. Yani mtu anayekuombea, mtu anayekesha kwa ajili ya roho yako, kwa sababu tu ya shughuli zako za ujana, unaweza ukamwona hana lolote, lakini siku yakikukuta ndo anapigaga simu usiku wa manane. Baba, yule kijana uliniambia kweli kabisa baba amebadilika. Nini? Wewe ulikuwa unajifanya mjanja. Kati ya njia nyingi zilizokuwa mbele yako, ulishauriwa na pasta wako uwe mtakatifu. Wanangu, tunzeni ushuhuda. Wewe ukasema pasta naye amepitwa na wakati, analeta wokovu wa Yusufu, hichi kizazi cha Gen Z, hatuwezi. Unajikuta wewe una hekima kuliko neno. Mwisho wa siku unajikuta yamekukuta. Biblia inasema ikimbieni zinaa, wewe unasema nitaenda pale, hatutafanya chochote. Tutakuwa na risala maombi, baada ya hapo tutaabudu, tutamshukuru Mungu pamoja. Unashangaa yule mwamba anayenena ndimi za moto mmeanguka naye. Alafu mwisho wa siku unaanza kujuta kwamba nini, mnaanza kuchukiana, unakuta watu unahama hata mahali ambapo ulikuwa unaabudu. Kitu gani ambacho kimetokea? Umeamua kufuata njia isiyokuwa sahihi. Kwa tunapozungumza uelekeo wa kiungu, ni pale ambapo Mungu anakusaidia
Unatulizana kijana, utakatifu unaufuata kama ulivyo. Unafuata haki, upo ofisini umeajiriwa, unaamua bora wakuone mshamba, wakuone mjinga, lakini unafuata njia ambayo Mungu anaitaka. Upo kwenye biashara, unazingatia tu bidii, unazingatia kanuni nzuri za ufanyaji biashara, lugha nzuri kwa wateja wako, au na mambo mengi. Sio unakuwa una ujanja, una kona nyingi, hapo hiyo haitafaa. Kwa sababu watu wengine wanatumia hizo kona. Mimi zamani niliwahi kuuza duka. Kuna mama alikuwa anakuja dukani ananishauri, ananiambia ni huu mtaa huwezi kuuza. Yaani ukisema wewe tu uuze hapa bila kuwa na chochote, pasta. Kipindi hicho sasa sijawa pasta. Ananiambia ni hapa uwezi, nenda kwa mzee fulani alinisaidia sana. Hiyo ni njia ambayo wafanya biashara wengine wanaitumia. Unaweza kukuta mtu mwingine ni church girl, ni church boy, na yeye anaomba maombi ila anasema unaambiwa ujisaidie na wewe nitakusaidia. Kwa hiyo na yeye anajiongeza, anaongeza na njia nyingine tofauti na ile ambayo Mungu alikuwa amemwambia. Kwa mwisho wa siku unakuta anaweza akajikuta anaishia njiani, alafu mambo yakawa mabaya. Lakini pia pasta, kuna mitazamo watu wanayo kwamba bwana bila kukopa haiwezekani. Yaani mambo hayawezi kwenda. Yaani kuna mtu anaamini yani mikopo ndio inaweza ikampeleka mbali. Lakini kibiblia maisha hayajaandikiwa hivyo. Biblia inasema sisi tutakopesha, ila sisi hatutakopa. Lakini kuna mwingine anakopa yani kwenye songesha, ameshavunja line ya 8. Anakopa line hii, anakuja anasajili line nyingine kwa jina lingine, na yenyewe anakopa halipi. Yaani ameshakuwa kuna mtu yani hata simu zake anaziogopa. Kwa nini? Kwa sababu ameamua kuishi kama wana wa dunia hii wanavyoishi. Yaani anaamini yeye bila madeni maisha yake hayawezi kwenda. Anaamini yeye bila mikopo yani hawezi kufanikiwa na lolote. Kitu gani ambacho kimetokea? Ni kwa sababu tumeacha kuangalia njia za Mungu. Tumeanza kuangalia njia ambazo zinawafanikisha wanadamu wengine. Kwa sababu utaingia YouTube unakutana na katangazo kanasema, "Je, umeshapata mkopo wako? Bonyeza video hii kupata mkopo muda huu mfupi." Kwa hiyo unakuta mtu anabonyeza muda huo deni 200,000. Deni limeingia. 300,000 tunaanza kutumiwa message fulani nitapeli. Huyo kwa nini? Kwa sababu yeye aliamua kufuata njia zilizokuwa sahihi. Lakini ungetulizana, ukatulia kabisa ukasema hivi Mungu anaposema tutakopesha alikuwa na maana gani? Ukaanza kuishi kama Mungu anavyotaka kwenye neno lake. Utagundua maisha sio magumu. Utagundua kukopa sio njia rasmi ambayo Mungu aliiweka kwa ajili ya watu kufanikiwa. Hiyo sio njia ambayo ipo kibiblia inayotambulika basi. Kitabu cha Mithali 22 ule mstari wa 7 anasema tajiri hutawala maskini na akopae ni mtumwa wake akopeshae. Unaona sasa? Akopae ni mtumwa wake akopeshae. Kumbe katika baraka za Mungu hajaruhusu mwanadamu aishi kwa mfumo wa kukopa. Na nilikuwa namsikiliza baba yangu Askofu Dickson Kabigumila akasema mabenki yamewaaminisha watu kwamba mfumo wa kumfanikisha mwanadamu uko kwenye mikopo. Ndio maana unaona mikopo mingi sana mabenki yanatangaza. Kumbe mfumo wa kuendesha mabenki mengi yanaendesha kwa mfumo wa kukopa. Ndio maana akasema hakuna benki ambayo ina mfumo wa kuweka na kutoa pesa. Hakuna. Kuweka na kutoa pesa inaweza kawepo, lakini mfumo mkubwa wa kuifanikisha hiyo benki ni kwenye kukopa. Na ndio maana sasa mikopo mingi utakuta mtu anaenda kukopa hana elimu ya huo mkopo. Lengo la hiyo benki ni ili ipate faida. Yaani benki imeweka kwa ajili ya kupata faida kwako wewe ambaye unakuwa mtumwa, kama inavyozungumzwa katika kitabu cha Mithali kwamba wewe unakuwa mtumwa wa hiyo benki. Maana sasa Mungu hajaweka mfumo wa kuendesha kwa maisha ya mwanadamu kwa njia ya kukopa, ila Mungu ametuahidi kwamba sisi ndo tutakopesha mataifa. Kuna namna ambayo dunia inatuaminisha, ndio hicho ambacho sasa leo tumekuja kukupa uelewe na ujue we ni nani na maisha yako lazima abadilike, usiwe msikilizaji tu. Manake dunia imekuaminisha, au benki imekuaminisha, inatangaza mpaka kwenye TV, inatangaza mitandaoni kwamba kopa kwa riba nafuu. Hakunaga riba nafuu. Katika mikopo yote amnaga riba nafuu. Mkopo wote unaitwa mkopo, wewe tayari ni mtumwa. Hata kama utakopa mkopo, kuna mikopo mingine nasema ina makato. Wasema mikopo ya serikali ina makato. Maadamu inaitwa mkopo, yani maadamu wewe ni mkopaji, wewe tayari umeingia kwenye eneo la utumwa. Na kumbuka, mtumwa ni mtu ambaye hayuko huru. Mtumwa ni mtu ambaye anaishi kwa wasiwasi. Manake sasa dunia imekupa namna ya kuishi kwa wasiwasi. Lakini neno la Mungu sivyo lilivyokusudia. Neno la Mungu limekusudia uishi kwa baraka ya Mungu, na anasema baraka ya Mungu haina majuto. Manake neno la Mungu kiamua kulifuata litakuelekeza kabisa. Baba yangu anasema mimi niliamua kuishi kwa mfumo ambao kwamba sitakopa. Kwa nini? Anasema kama vile ambavyo anasema
nimeamua kuishi kwenye utakatifu kwamba sitazini. Na leo Mungu anasema akopae ni mtumwa, na amesema hamtakopa bali mtakopesha mataifa. Basi nitaenda na neno hilo kwamba nikikopa ni sana kwamba nimezini. Japo inakuwa ni ngumu. Kuna mwingine anambia pastor hujui tu. Ni utaratibu ambao unajua dunia hii ukitaka ikuamlie itakupeleka kama inavyotaka. Yaani dunia hii ukitaka ikuamlie, ukitaka uende na mifumo ya dunia ambayo umeikuta, dunia itakupa majina, dunia itakupa njia za kuiendea, ambao sasa njia za dunia za kuiendea ni uangamivu. Hakunaga njia ya dunia yoyote ambayo itakuongoza katika haki au itakuongoza katika usalama wa maisha yako. Dunia imelenga kukupeleka kwenye shimo, kwenye uangamivu. Lakini ukiamua kuondokana na mifumo ya dunia, ukaamua kuishi na kanuni za kimbingu ambazo zinakwambia hutakopa bali utakopesha, kuna namna utajifunga. Unajua kuna mtu mwingine aamini kwamba siku inaweza kapita, yani aamini kabisa kwamba okay, hana hela kuanzia asubuhi mpaka jioni, labda ndo inaingia saa 10 kuelekea saa 12. Yani anakuwa na imani kidogo, yani anaamini kabisa kama kuna mtu alimwahidi kwamba saa 1 nitakutumia pesa. Haamini kwamba huu muda aliyokaa yani lazima itamprepeta, lazima tu ataingia songesha, atampigia tu mtu ili mradi tu akope. Ajui kwamba anaingia kwenye mfumo wa utumwa na sio kanuni ya Mungu. Maana yake anasema mtumwa ni mtu ambaye hayuko huru. Kama sisi tumeumbiwa kubarikiwa, kwamba utabarikiwa utakopesha mataifa, maana yake wewe ndo mwenye maamuzi wa kukopesha mataifa. Hakuna mtu ambaye anakopa atakuja kukopesha mataifa, ni ngumu sana. Na uwe na uhakika kama umeamua kuingia kwenye mfumo, sahau kwa eneo la kuitwa tajiri au kuitwa mtu mkuu. Ni ngumu sana. Na ukisoma Biblia kwenye kitabu cha Isaya sura ya 55 ukianzia mstari wa 8 na wa 9, Biblia inaeleza ya kwamba njia za Mungu sio kama za kwetu, na mawazo yetu sisi wanadamu sio kama ya Mungu. Kwa mfano dunia, kuna wakati mtu anaweza akaambiwa bwana wewe oa, unajua sasa hivi mwili unawaka tamaa. Mtu anaweza akajikuta anaoa sio kwa sababu ya kusudi alilolibeba, anaoa kwa sababu ya kushinda tamaa ya mwili. Nakwambia hiyo njia sio sahihi. Kwa nini? Kwa sababu tamaa ya mwili kuna muda kwenye ndoa itakata. Utajikuta umezoeana na mwenzako. Kama kilichowasukuma kwenye hiyo ndoa sio Mungu mwenyewe alikuongoza kwamba mkioana na huyu dada mtafika mahali, mimi nakwambia hiyo ndoa itafika hatua itakutana na changamoto. Lakini kama ambacho kitakuwa kimekuongoza, hata kuwa kwenye mahusiano, unakuwa kwenye mahusiano na binti kwa sababu ana sura, au amekwambia nyuma labda amejazia, ana umbo namba 8. Dunia yani hayo mambo ya kijinga ndio ambao vijana wengi yanawaongoza hata kwenye vitu vya maana. Jambo la maana kama ndoa, eti unamfuata mtu kwa sababu una sura. Hata binti anazeeka jamani. Niliwahi kusoma gari moja limeandikwa hata bibi amewahi kuwa binti. Kwa hiyo wewe kitu pekee ambacho kinakuvuta kwa dada ni kwa sababu ana dimples, anakuja aungue na uji. Utaamini macho yako. Atanenepa, shangaa dimples zimepotea. Ananenepa, tumbo lile likitambi linatokea. Kwa mwisho wa siku kama wewe ulivutwa tu na mambo ya muda mfupi, haujavutwa na kile kitu cha milele, utajuta ndugu yangu. Kwa hiyo kuna njia ambazo kibinadamu zinaonekana kama ni hekima, zinaonekana kama ni sawa sawa, lakini kuna njia ya Mungu. Njia ya Mungu ndio hiyo ambayo unamwona Adam, anafika hatua Adam amekaa mpweke. Mungu anamwangalia Adam, mbona nimempa kila kitu? Alafu anagundua Adamu kuna kitu kimepungua kwenye maisha yake, akaanza kumletea wanyama. Adamu akawapa majina, napendaga ile Mwanzo sura ya 2 mstari wa 19. Biblia inasema Mungu akampitishia wanyama Adamu, alafu Adamu akaanza jinsi ambavyo anawaita ndivyo ambavyo alikuwa. Lakini bado Mungu akaona katikati ya hawa hakuna ambaye anafanana na Adamu. Alafu baadaye ndo anampa usingizi mzito. Baada ya kupewa usingizi mzito ndo anaamka sasa mtu ambaye ni msaidizi wa kufanana naye, na kutokea pale mambo mengine mazuri yakatokea. Kwa kitu cha msingi sana ambacho unatakiwa kukijua, unatakiwa kukizingatia, unatakiwa kukiishi, njia ambazo watu wengine huwa wanahisi ndio sahihi, sio kweli. Njia nyingi sana ambazo dunia hii inazo ni njia ambazo zinakuwa na faida ya muda mfupi, lakini zinakuwa na madhara ya muda mrefu. Ukisoma kwenye kitabu cha Luka sura ya 16 mstari ukianzia wa 19, Biblia inaeleza kwa habari ya visa vya watu wawili. Kulikuwa na Lazaro, ndugu yetu Lazaro, lakini kulikuwa na tajiri. Huyu tajiri yeye alichagua njia yake ya duniani. Biblia inasema alikuwa anavaa nguo ya kitani safi, lakini pia alikuwa anakula kwa anasa siku zote. Kwa akiwa duniani alichagua njia yake ya anasa. Lakini ndugu yetu Lazaro hawajasema, lakini najua alikuwa mtu wa maombi, alikuwa mtu wa utakatifu, ila na yeye kwenye uchumi kidogo kuna namna alikuwa amelegalega. Tuachane na uchumi wa Lazaro, ila tuzungumzie kwa habari ya njia ambayo Lazaro aliifuata. Siku alipokufa Biblia inasema Lazaro akachukuliwa moja kwa moja mpaka kwenye kifua cha Ibrahim. Lakini njia ambayo tajiri alichagua na yeye akajikuta ile njia ya uharibifu, njia ya majuto. Alijuta mtu wa Mungu. Amejikuta mahali pa mateso.
akainua macho. Alipoinua macho akaona udogo nilikuwa naona kama mshamba. So unajua kuna wale watu ambao ukiokoka anakuambia umeokoka nini wewe? Una dhambi gani? Mimi niliwahi kuambia kabisa na watu wazima kipindi hicho nimeokoka, mimi nipo form 1. Watu wazima wanaona wokovu kama umeokoka nini wewe? Dogo utachelewa kufanikiwa. Yaani mtu kabisa anakuona kabisa njia uliochagua ni ya kijinga. Alafu yeye sasa unakuta yupo wanawake, yupo pombe, yupo mambo ya ambao hayafai. Anayafuata mambo ambayo hayamjengi. Anayafuata mambo ambayo yanamfanya kijana ambaye amepoteza thamani. Unajua kuna kijana amefuata njia ambayo kiasi kwamba hata akikatisha mtaani watu wanaanza kuwa na mashaka. Uwe makini jamani, fulani anapita. Muwe makini. Kanini kachagua awe anajikuta nunda. Mwingine anatembea mpaka mabega. Ameinama hivi, yani unaona kama huyu vipi alivunjwa ili bega. Kumbe ni njia aliyoichagua ndio ambayo inampelekea kwenye hayo maisha ya namna hiyo. Kwa hiyo njia sio sawa. Japo inaweza ikaonekana ni sawa machoni pako wewe, ila mwisho wake sasa imejaa majuto. Alafu hapo pastor, kwenye hiyo njia, ngoja mimi nitoe shuhuda. Ndio. Katika mazingira ambayo ni ya kawaida, ambayo ni uhalisia kabisa. Mimi nimeifanya kazi kwenye machimbo ya madini kule Tanzanite 1. Yes. Kule Merelani. Kule ukifika kuna mfumo ambao umejengeka, yani kuanzia migodi mikubwa ya wachimbaji wakubwa, wawekezaji, mpaka huko kwa mapolo wale wachimbaji wadogo. Wao wana mifumo ambao wanaamini kabisa ili madini upate, ili yani wanasema nyota. Wanaamini nyota ezo uende kwa mganga, lakini kama sio mbali kwenda kwa mganga, wanaenda kutafuta watu maarufu kwamba akilala naye akiingia mgodini ndo atapata madini. Yani si kwamba story, hapana, mimi nimeshuhudia kwa sababu mimi mwenyewe huko nimefanya kazi. Kwa yani ni mazingira ambayo yameaminishwa kwa namna hiyo. Lakini ukiangalia kwenye kama huyo mtu angeamua kusoma Biblia, kuna watu ambao walikuwa na miliki madini, walikuwa na miliki fedha, walikuwa na miliki vitu vingi vya utajiri, wakina Ibrahim. Hatukuona wakiamba kwamba walikuwa wanapata kwa njia hiyo, wakina Isaka. Hatukuona kwamba walikuwa wanapata kwa njia hiyo. Kumbe kuna namna ambao shetani ameamua kuwafunga watu macho, wakiamini kwamba akifanya ile tendo ambalo kwa shetani nasema ni sadaka. Hizo ni sadaka ambazo watu wanakuwa nazitoa. Anaamini kwamba ndiko unamfanikisha. Anaamini kabisa hata neno kule hawaamini kama neno linafanya kazi. Na maana kule wakikuona yeye ni mchungaji, yani kuna namna yani hawakuelewi. Yani kwanza wanasema utachelewa, hutafanikiwa, utachelewa. Kwa watu wengi wamemezwa kwa mifumo hiyo, wakiamini kwamba njia za kuwafanikisha zimejengwa kwenye mifumo ambayo inaonekana kwa macho, lakini sio kweli. Na usiku wa leo wewe ambaye labda na wewe unapitia hii njia ambayo inazungumzwa hapa, nitoe na mfano mwingine ambao kuna kijana mmoja wa kule nyumbani tumesoma, yeye alikuwa amenipita kidato alikuwa amenipita darasa moja mbele. Ni kijana kabisa wa nyumbani kabisa huko Tukuyu huko. Kijana yani nilipata story, mimi niko huku. Yani ni uhalisia kabisa. Na haya natoa kwa sababu kuna watu kwa sababu si mmoja, ndio maana tumesoma Mithali, maana yake iko njia. Maana kama iko njia, hizo njia watu wengi wanaziendea. Na Yesu mmoja alikuwa anapenda kufundisha kwa mifano kwa sababu ni mazingira ambayo yanamfungua mwingine. Yawezekana kuna mtu ambaye tunaongea hapa anatumia hiyo njia. Sasa ili tukienda kumfungua kwenye hizo njia ajue kabisa na mimi nimeguswa. Huyu kijana bwana ni kijana ambaye aliamua kutafuta mafanikio. Akaenda huko Malawi, kule Kiela ni mpakani na Malawi. Akaenda, kuna namna ambayo wao kule kuna namna wanafanikiwa kwa njia za kishirikina ambazo zinaitwa njia za kichawi. Ambao kijana unaambia sasa kwa story ambayo mimi niko huko unapigwa story kwamba ni kijana ambaye amekuwa maarufu maeneo kwa nyumbani, yani kumtaa kijijini, mtu ambaye ameanza kumiliki gari, una majumbo na maduka kama 2 3. Ni mtu ambaye yani ni mtu unatisha mtaa. Ila baada ya kama mwaka mmoja siri zikaanza kuvuja. Yule kijana akaenda kwa mganga. Yule kijana ni mtu ambaye ndani ya wiki moja, yani kila mwisho wa mwezi, ndani ya wiki moja anakaa ndani tu. Na hiyo siri anaijua mke wake. Akikaa ndani ni anaanza kutoka wale funza. Kwa kadri funza wanavyokuwa wengi, ndivyo baada ya wiki moja baada ya kutoka hapo, ndivyo hata fedha na mafanikio na kila kitu kitaanza kumfuata kadri ya wingi wa wale wadudu. Hiyo sio story ya kutunga, yani ni uhalisia wa maisha ambao anaishi. Na sasa kuna mtu mwingine ambaye anaweza akaenda akamuuliza mtu kama yule, na ni watu wengi wanaulizaga, hata hapa Dar es Salaam watu wanaulizaga, Mungu wako wewe mganga wako ni yupi? Wengi wanapenda kutumia neno mganga wako ni yupi? Yani njia inayokufanikisha ni ipi? Na atakwambia nitakupe, hata kwambia kwa sababu ni aibu, ni kitu cha aibu hicho. Hata kwambia, ila atakwambia nitakupeleka. Sasa kwa sababu ya tamaa
ambazo za kuonekana kwa macho, kwa sababu umemuona ana gari, ana nyumba, ana kila, kama vile ana maisha mazuri, kama vile hapati shida. Ila shida anaijua yeye mwenyewe, kwa sababu mwanzoni ilikuwa njema, ila saa hizi anajutia kwa sababu ni kitendo ambacho kinamuumiza. Kwa watu wengi wanajikuta baada ya kupelekwa kwa sababu ya tamaa, na amemwona mwenzake kama ameweza, anaona kama ni njia. Kwa utajikuta wimbi kubwa limemwagikia huko, ila hawakupenda, ni kwa sababu tu ya tamaa ya macho, ilionekana kuwa njema machoni. Kwa nini? Kwa sababu ameaminisha na mifumo inayoonekana kwa macho, na sio mpango wa Mungu, sio kusudi la Mungu. Mungu ameweka mfumo wa kumfanikisha mwanadamu ambao inaitwa hauna majuto, ni baraka za Mungu ambazo zinamfanikisha kwa taratibu za kimungu. Kwa hiyo kati ya njia nyingi zilizopo, kuna njia moja ambayo inakufaa. Kitabu cha Mwanzo sura ya 13 ukianzia mstari wa 8, Biblia inaeleza kwa habari ya mtumishi wa Mungu Ibrahim, alikuwa na ndugu yake anaitwa Rutu. Kuna namna ambavyo walifika hatua wakawa wamekosa maelewano kwa sababu ya wachungaji, walikuwa wanagombana, wachungaji wa mifugo. Baadaye Ibrahim akamwambia, bwana kijana wangu, tusigombane. Kwani tugombane? Hebu chagua unataka uende wapi. Biblia inasema Rutu alipoliona bonde la Sodoma kwa wakati huo lilikuwa linapendeza, akasema mimi naomba niende Sodoma na Gomora. Lakini kilichotokea, wewe na mimi ni mashahidi kwamba baadaye ile miji ikaja ikaangamizwa, na Rutu akapoteza mke, na bado watoto wake wakaja wakamfanyia vitendo vya kumuingilia baba yao. Kitu gani ambacho kinatokea? Yeye kwa wakati huo akaona ni njia nzuri, lakini kumbe ndani yake ilikuwa imebeba uharibifu. Ndio maana kuna wakati ukiona unajaribiwa kutaka kupambana na mtu ambaye amekupa hatua kwenye maisha yako, ukiona unajaribiwa kutaka kupambana na mtu ambaye amebeba kitu cha kweli cha Mungu, na kuambia hiyo njia inaweza ikaonekana ni njema, inaweza ikaonekana ina mafanikio kwa wakati huo, inaweza ikaonekana kabisa, hata ukiwahadisia rafiki zako, wewe mwamba kweli yule bwana amezidi, inaweza kwa wakati huo ukapata sifa njema mbele za watu, lakini mbele yake imebeba uharibifu. Kwa hiyo kuliko kuamua kujiingiza kwenye njia ambazo zitakupelekea ujute, zitakufanya maisha yako yakose maana kabisa, hakikisha unafuata njia ya Mungu. Njia ya Mungu ni unyenyekevu. Amua kujishusha, amua kuwaheshimu watu, amua kuwapenda watu, amua kuwa sababu ya watu wengine kusonga mbele. Usikubali kuwa sababu ya kuwaumiza watu. Kuna watu mnaingilia ndoa za watu. Mtu ameoa na mke, mtu ameolewa na mume wake, lakini bado unakuta kijana haoni shida, anaingia hapo. Hiyo ni njia ambayo unaweza ukaiona ni nzuri, lakini mwisho wake zimepelekea vifo vya wengi, imepelekea chuki zisizoisha, zimepelekea watoto wa mitaani wanateseka. Wewe ndio unakuwa sababu ya mtoto kuhangaika, unakuwa sababu ya migogoro kwenye ndoa, unakuwa sababu ya watu kuwekeana visa kabisa, unakuwa sababu ya mambo mabaya kwenye jamii. Kwa nini usichague naye kutulizana? Na mwingine ukuta kameoa kabisa ka kijana, kana mke wake, lakini wakatosheki na huyo wa kwake, bado kanataka na mke wa mwenzake. Halo, badilika ndugu yangu, badilika. Mungu atakuhukumu, lakini pia dunia haijai kumwacha mtu salama. Kwa ni kama hekima, unajua kuna vitu unaweza ukavifanya hamna mtu yote anakuona, upo sirini, unapambana navyo wewe mwenyewe, unasema huyu mtu ndo ambaye ananifanya mimi naishi hapa mjini, kwa hiyo mimi siwezi kukubali. Kuna dada na niliwahi kusikia story, mtu ameoa kabisa, afu mke wake akimfuata anamwambia mume wako mwenyewe ndo kanijia bwana. Inaonyesha wewe humtoshelezi. Hata kama mkewe hamtoshelezi, wewe sio kazi yako kumtosheleza huyo. Tafuta wa kwako umtosheleze, kama kweli wewe ni bingwa kutosheleza. Sio kuingilia watu ambao wameshapata. Mungu ameshasema ndoa iheshimiwe na watu wote. Ndoa iheshimiwe na watu wote. Wewe ukijikuta uheshimu taasisi ya ndoa, ni mtu ambaye umeamua ujiendee tu, unaenda kufa. Na kama ulikuwa na hiyo tabia na unanisikia muda huu, acha. Sio sawa. Mungu hapendi huo uchafu. Hapendi. Acha kabisa kuanzia leo. Tubu tena kwa machozi. Kwa sababu mwisho wa siku hamna faida yoyote. Utaishia kupata magonjwa, utaishia kupata visasi, utaishia kusababisha matatizo. Watoto wengine kuna ndoa zimeharibika. Kuna watu walikuwa na maisha mazuri, lakini kwa sababu ya limama limoja alisiojiheshimu, kwa sababu na dada limoja ambao alijitambui, akajikuta anaharibu maisha ya mtu. Mwisho wa siku watoto wanaishi kwenye mateso. Mtu alikuwa na mali, alikuwa na vitu vimepotea. Yaani maisha yamekosa maana kabisa kwa sababu ya wewe mharibifu mmoja usiyetaka kufuata njia za Mungu. Ukitulizana, Biblia inasema uzuri unadanganya kabisa. Lakini mwanamke mwenye hekima ndio ambaye atasifiwa. Kwa jitahidi dada yangu, jitengeneze kwenye hekima.
Kuna siku nilikuwa naona watumishi wa Mungu wanatengeneza chatting, hata anatengeneza kama anachati na mtu, anamuuliza hivi dada fulani vipi unamuonaje, afu mtu anaishia kumharibia mtu. Unajua kuna watu ambao wenyewe wapo kwa ajili ya kumharibia mtu. Yani anaweza akakuongelea kwa ubaya ili tu usifanikiwe. Yani yule pasta yule msimuone vile. Hapo anaongea vitu ambavyo sio vya kweli. Kuna wakati unaweza ukahisi kama umepatia unaweza ukahisi kama unafanya vyema, lakini mwisho wa hiyo njia huyo mtu atapiga hatua, ataenda mahali siku utaanza kuona aibu wewe. Kwamba kuna siku niliwahi kuwa namsema yule mtu, lakini Mungu amemsaidia, kuna mahali ameenda. Sema chochote pandacho mtu ndicho atakachovuna. Kwa kadri ambapo unapanda ubaya kwa watu, ndivyo nawe unajiweka kwenye mazingira ya kupandiwa ubaya mwingi. Kwa hiyo kitabu cha Luka sura ya 8 anasema, sura ya 6 mstari wa 38, Luka 6:38 anasema kipimo kile. Yani anasema wapeni watu vitu na nyie mtapewa kipimo cha kujaa, kusukwasukwa hata kumwagika. Kwa hiyo ukiwapa watu umbea, ukiwapa watu maumivu, ukiwasababisha watu ndoa zao zivunjike, wewe kipimo chako sasa, wewe unaonaga kwenye kujaa tu, ni kwenye wema. Mimi nakuhakikishia hata kwenye ubaya, kwa kadri ambavyo unapanda ubaya mwingi, unakuwa kama Yuda alipanda kumsaliti Yesu. Unafikiri nini kilimtokea? Biblia inasema Yuda akaenda akajinyonga na hela hakuzifaidi. Yani aliwahi kufa kabla Yesu. Yuda hakula hata kiepe. Yani amepewa hela kama zilivyo na akarudisha vile. Yani jamani, Zambia kitabu cha Zaburi 119 ule mstari wa 105 anasema, neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Anasema neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Manake katika kufanikiwa au katika kuiendea dunia hii, namna kuitawala na kuimiliki, nje ya neno la Mungu ni uwezi. Nje ya neno la Mungu. Manake kama neno la Mungu ni taa, anazungumza kwamba neno la Mungu ndio ambalo litakupa ufunuo, litakupa namna ya kuiendea. Tunachokosea ni namna ya, kwa sababu sio kwenda. Ndio nasema kila fursa inayofunguliwa mbele yako au chochote kinachoonekana kwa macho, si kwamba ni mapenzi ya Mungu au si kwamba kinafaa. Ni namna ya kukitazama na kitazamaje. Namna kukitazama hicho kitu kwamba kinafaa au kifai, kipimo chake kimefichwa kwenye neno la Mungu. Ndio maana nasema ni taa. Maana kama imeandikwa azinia na mwanamke hana akili, maana hata wakati wa kwenda kuzini, hata kama ni mzuri, hata kama atakushawishi vipi, unajua kuna namna anaweza kukushawishi kama alivyoshawishiwa Yusufu, kwamba unaweza ukapewa hiki ukapewa, na ukijiangalia maisha yako mwenyewe ni unga ndo anakusaidia, ndo anakulipia, au ndo kodi imeisha, ndo jimama ambaye ameamua labda asema bwana umeshindwa kulipa kodi, unafanyaje sasa, na hana mume huyo mtu. Lakini ukianza kujipima kwenye neno la Mungu ambao ni taa, inakwambia hana akili, kwamba okay, hata kama nimeshindwa kupata fedha, je, nikizini nitakuwa sina akili? Maana ni rahisi sana kugaili jambo lolote ambalo unalifanya. Ukiamua kulipima kwa neno la Mungu, ni rahisi kulifanya kwa usahihi. Watu wengi sana neno la Mungu wamelitupa mbali, na tunapozungumza neno la Mungu maana ni maelekezo ya Mungu, ni sauti ya Mungu. Kumbe namna mwanadamu anatakiwa afanikiwe, anatakiwa aenende, anatakiwa apendeze mapenzi ya Mungu, ni yamefichwa kwenye kulijua neno la Mungu, kuijua sauti ya Mungu inasema nini kwa habari ya maisha yako. Hatufanani kwenye ulimwengu, hatuingani, na hata namna kufanikiwa hatuingani. Hicho ndicho ambacho pia kinasababisha watu wajipime kupitia watu wengine. Kuna mwingine anajipima mafanikio ya mtu fulani, anataka aende na mafanikio. Mungu ameandaa mifumo ya kumfanikisha mwanadamu kwa namna ya kila mmoja alivyomuumbiwa na kusudi ulilolibeba. Kusudi ambalo mimi nimelibeba la kumtumikia Mungu katika utumishi, sio kusudi ambalo umelibeba wewe. Kwa hata namna ya kufanikiwa utajipata kwa njia ya neno. Mimi nitafundisha, mimi nitafanya bidii, mimi nitaamua kulisha, mimi naambia lisha chunga. Mimi nitawachunga kondoo, nitawarisha. Ndiko huko kwa Mungu wangu atakavyonibarikia. Na wewe namna ambayo umeitwa kwenye kusudi ambao umeitwa, kuna namna kwenye neno la Mungu huko ndiko utajipata namna kuziendea njia zako. Haujaumbwa kwa kujiongoza. Watu wengi wanaojiongoza ni watu ambao wanapotea. Watu wanaojiongoza ni watu ambao wanapotea, kwa sababu Mungu ndo ameumba mifumo yote. Narudia tena kwenye kitabu cha Zaburi 119 ule mstari wa 105. Anasema neno la Bwana ambao neno la Mungu. Anasema neno lako Bwana ambao neno la Mungu ni sauti ya Mungu, ni taa. Maana ni taa, maana ni mwanga, ni wa kumulikia. Maana anaposema taa, maana unaona mwisho.
Watu wengi sana wanaziendea fursa ambazo zina mwisho. Ambazo zina mwisho. Wapo hata makanisa sio tu ambao hawajaokoka wala ambao mjui Mungu. Unashangaa kuna mtu anashuhudia anakuambia ninamshukuru Mungu. Yaani milango imenifungukia. Hapa nilipo nimepewa hii fursa ya hivi na hivi hivi na hivi. Lakini huyo mtu ameenda kwa sababu ya akili zake. Ameenda kwa sababu ya mifumo inaonekana. Ndio utashangaa baada ya miezi miwili. Huyo mtu anakuambia, "Pastor, naomba niombee." Mambo ni magumu. Nini? Niombee tu pastor. Unajiuliza, mbona alishuhudia? Na wewe pastor unajua kabisa hapa tumeinua tajiri wa kanisa. Tajiri mchumi. Maana alishuhudia vitu vizito. Lakini mwisho wa siku anaanza kusema niombee. Shida nini? Anamwambia pastor, kwanza hapa nina miezi miwili, kazini nimesimamishwa, kile kampuni ilifilisiwa, siku kuonekana hivi na hivi hivi na hivi hivi na hivi. Si kila kinachoonekana kwa macho ni kizuri, au sio fursa, au sio kila mlango unaofunguliwa mbele yako ni Mungu karuhusu. Hivyo hivyo si kila mtu anayekuja mbele yako ni Mungu kamleta. Namna kupima fursa zote au watu sahihi au vitu sahihi ambavyo viko mbele yako vimefungamanishwa kwenye neno la Mungu. Ni taa ya miguu na mwangaza. Maana yake utajua mwanzo, utajua mwisho. Utajua kabisa kusudi ya mtu au kusudi ya kitu, lakini utajua kabisa mafanikio ya mtu ya hicho kitu ni nini mwishoni. Ndio maana nasema ni taa ya miguu. Waongozwao na Bwana au ndio wenye kufanikiwa, ndio wenye kushinda. Zaidi ya hapo, hata kama ni tajiri, hata kama una cheo na mafanikio, kinyume na neno la Mungu, kinyume na sauti ya Mungu, mafanikio yako hayawezi kufika mwisho. Mafanikio yako ni ya muda. Mafanikio yaliyo sahihi na yanadumu ni yale ambayo yanaongozwa nyuma yake na sauti ya Mungu ambao ni neno la Mungu. Au ndio mafanikio halisi, na mafanikio haya huaga yanadumu. Amen. Okay. Kwa maana ya kwanza kabisa ya uelekeo wa kiungu tumesema ni kujua njia sahihi kati ya njia nyingi ambazo zipo mbele yako, na ninaamini kabisa tumekuelezea kwa kina kabisa. Kuna watu wanaamini njia pekee ya kufanikiwa wao ni kusoma. Unakuta mzazi kabisa mtu mzima ameshapata na mvi, lakini anasema mimi ningesoma nisingekuwa hapa. Asijue ni kwamba yeye ni matokeo ya Mungu mwenyewe. Biblia inasema Mungu akasema na tumfanye mtu kwa sura na mfano wetu, alafu tunamfanya huyu mtu kwenda kuwa mtawala. Ni njia ambayo wanadamu wameiweka, wamesema elimu ni nuru. Mimi shule niliyosoma, shule ya msingi, tulikuwa tunasema elimu kwanza. Na nimesoma mimi shule mbili. Shule ya kwanza ya msingi niliyosoma tulikuwa tunasema elimu kwa maendeleo yetu. Kuna mtu ana shule lakini ana akili za maisha. Yaani kuna mtu ana vyeti vizuri, ana masters, ana degree, ana PhD, lakini unakuta kwenye maisha ya kawaida hana akili za kufanikiwa kwenye maisha. Kwa nini? Kwa sababu ameenda kwenye njia ya dunia ambayo imesema tu ni shule. Lakini ukiangalia hata watu wakubwa ambao wamefanikiwa sana ni watu ambao wengine wanakuta hata shule sio kwamba wamesoma kivile. Hatuipingi elimu, lakini tunataka usijifunge hapo. Yaani usiwe na visingizio. Kuna mtu wajukuu wote anawahadisia, ni unajua mimi ningesoma nisingekuwa hapa. Yaani amna, huo ni uongo. Kila mtu anapotoka mbinguni anatoka akiwa na kitu tayari. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya wewe ni kukaa tu kwenye Mungu. Yaani Mungu ananiona wapi? Weka mahusiano yako mazuri na Mungu, afu uone kama utabaki kuwa mtu wa kawaida. Kwa hiyo ni jambo la kwanza. Kati ya njia nyingi ambazo zinawafanikisha watu, kati ya njia nyingi ambazo watu wanatoboa kimaisha, ipo njia ya Mungu. Na hiyo njia ya Mungu kuna wakati haifanani na mazingira. Yaani Mungu anaweza akawachukua wakoma, alafu kupitia wakoma anataka aokoe taifa. Wakoma wanatembea, kishindo tu cha wakoma kinaweza kikageuza mambo makubwa. So hiyo ni njia ya kwanza. Tunaenda maana nyingine ya pili. Maana ya pili ya uelekeo wa kiungu. Maana ya pili ya uelekeo wa kiungu ni kujua eneo hasa ambalo Mungu anataka uweke nguvu ili ufanikiwe. Narudia tena. Ni kujua eneo hasa ambalo Mungu anataka uweke nguvu ili ufanikiwe. Ukweli ni kwamba unaweza ukawa una vipawa vingi, unaweza ukawa una karama nyingi, unaweza ukawa una fursa nyingi zinakuzunguka. Unajua siku hizi tuna media. Kuna vitabu unaweza ukasoma. Kuna kitabu mimi nimewahi kusoma cha biashara kimeandikwa fursa 50 au kimeandikwa biashara 50. Kati ya hizo biashara 50 itakuwepo ya kwako. Sasa usipojua unaweza ukajikuta unafanya wewe, Mungu alikusudia ufanikiwe kupitia biashara ya vitafunwa, wewe umeenda unauza mitumba. Kwa hiyo unajikuta hujafanikiwa. Mungu inawezekana alikukusudia ufanikiwe kupitia kuhubiri injili, wewe unaimba. Kwa hiyo mwisho wa siku utajikuta unalazimishia hadi sauti, unakaukiwa kwa mtu wa Mungu. Mwisho wa siku unapata hata matatizo mengine. Kwa nini? Kwa sababu uliingia kwenye njia sio kwa sababu Mungu anakuona. Kuna wengine wanaenda kwenye njia kwa sababu tu anataka ndo ukiwa unaimba unajua ukiwa unaimba pale kuna namna. Yaani yeye kinachompeleka ni
wengine ni muonekano kwa watu. Ile mifumo ambao wengine wameitengeneza, yeye anaifuata. Kuna mtu ambaye anavutwa na mifumo ambayo ameiona. Ndio maana ukimuuliza mtu unataka nini, anakuambia nataka biashara. Biashara ni ufungulie supermarket. Yani kuna namna kanajisikia raha kwamba nikiwa nakaa pale supermarket. Yani kuna hazi fulani hivi watu watakuwa wananiona nayo. Mwingine anakuambia Tigo Pesa, hajai hata kujifunza, hajui hata Tigo Pesa wanafanyaje kazi. Mwisho wa siku unakuta anaishia yeye mwenyewe kula hizo hela. Na anatapeliwa. Wanamtapeli. Kwa nini? Kwa sababu sio Mungu alikuwa anamuona kwenye hilo eneo. Mwingine anakimbilia tu kwenye kilimo. Amesikia bwana sasa hivi huu msimu matikiti yanalipa. Kuna mtu niliwahi kupanda naye mmoja bajaji. Yule mzee amesikia kwamba fursa ya matikiti inalipa. Akajilipua, sije akachukua milioni ngapi, akawekeza. Alivyowekeza, Watanzania walivyo sasa wenzako, wakisikia nyanya inalipa, wote wanaacha kulima mazao mengine, wote wanakimbilia kwenye nyanya. Kwa huyo mzee kikamtokea hivyo. Tikiti mwaka uliopita ilikuwa ni mwaka jana. Kwa mwaka juzi ilikuwa ipo vizuri, yani ilikuwa inauzwa kwa bei kubwa. Yeye kwa sababu amesikia amehamasishwa kwamba tikiti mpaka linakuwa unaweza ukalima ekari moja ukapata, anapigiwa pale na wataalamu wanamuelezea. Mwisho wa siku amewekeza hela ya kutosha. Tikiti limekubali. Ila soko alipo kwa sababu kila mtu amelima. Kwa mwisho wa siku sema nimeuza kwa bei ya hasara, nimewekeza zaidi ya milioni, nimeamua tu niache kwa 500,000. Kwa hiyo nini kinatokea? Hakuwa ameongozwa na Mungu. Lakini Mungu akikuongoza kati ya machaguo mengi yaliyopo, kati ya mambo mengi ambao watu wengine wanayafanya, Mungu akikuongoza kwenye la kwako, yani hapo utashinda. Daudi anataka akampiga Goliati. Biblia inasema wakati anaenda kumpiga Goliati, Sauli akampa magwanda. Sauli akamwambia bwana kijana wewe, vaa hizi kombati zangu, nenda. Ili akikuona Goliati ajue tayari amiri jeshi mkuu anapambana na mimi. Lakini Daudi alipojaribu ile njia ambao wanajeshi wengine huwa wanaitumia, akasema hii njia mimi siwezi. Hii njia mimi siwezi kwenda nayo. Akatumia njia yake ambaye ni roko. Akatumia njia yake ambaye ni ya kawaida. Kati ya njia nyingi ambazo zilikuwepo pale, kulikuwa na bunduki za kina Eliabu, inawezekana walikuwa nazo, au ni mishale, au ni panga kama za Goliati. Lakini yeye akaona hii njia sio sahihi. Sio ambao Mungu anaitaka kwa wakati huu. Hadi ya njia nyingi ambazo zipo, yeye akachagua njia rahisi tu. Akasema mimi nitachukua mawe 5 laini, nitachukua na fimbo yangu, hapo nitaenda ili nipigane na Goliati. Na tunaona jinsi gani ambavyo Mungu alimsaidia. Nataka tusome kitabu cha Isaya. Isaya sura ya 30 mstari wa 20 na wa 21. Pastor, naomba unisaidie kusoma hiyo Isaya. Kujua eneo hasa ambalo Mungu anataka uweke nguvu ili ufanikiwe. Hiyo ndio maana yetu ya pili. Isaya 30 20 na 21. 20 na 21. Anasema Isaya 30 20 21 anasema, na ingawa Bwana atawapeni chakula cha shida na maji ya msiba, lakini walimu wako hawatafichwa tena. Ila macho yako yatawaona walimu wako. 21. Na masikio yako yatasikia neno nyuma yako, likisema njia ni hii, ifuate. Anasema ingawa utapata chakula cha msiba na maji ya shida, lakini walimu wako hawatafichwa. Alafu anasema hivi, masikio yako yatasikia sauti nyuma yako. Kati ya mambo mengi ambayo unayafanya, kati ya vitu vingi ambavyo wewe unahisi ukivifanya vitakuinua, kati ya vijana wengi waliokufuata dada, vijana wengi wamekufuata, wamekwambia wewe ni mzuri. Mwingine amekupenda kwa sababu ya kope, mwingine anakupenda kwa sababu ya kucha, mwingine amekupenda kwa sababu, yani kila mtu kuna namna yake. Nikana namsikiliza mtumishi wa Mungu mmoja akasema bwana, wanaume wana mambo ya ajabu sana. Kuna mwanaume anaweza akampenda dada kwa sababu tu ya mguu. Yani dada, mguu wako huu sio hata wabia, yani bora hata akikuwa wabia. Yani mwingine ni mguu tu wa kawaida, lakini amempenda kwa sababu hiyo. Sasa kati ya watu wengi ambao wanaweza wakaja, yupi hasa ndo ametoka kwa Bwana? Hapo lazima Mungu ahusike. Mungu anakuambia njia ndio hii, ifuate. Kati ya hizi njia nyingi zilizopo, hii hapa ndio ya kwako. Hii ndio utaiendea. Kuna mtu anajua kuimba, kuna mtu anajua kuigiza, kuna mtu anajua kuhubiri, kuna mtu anajua mambo mengi. Lakini katika yale mambo mengi Mungu anamuongoza, bwana wewe anza kuimba. Kwa anajikuta nguvu yake kubwa, focus yake kubwa anaiweka kwenye kuimba. Mwingine anajua kupika, lakini katika mapishi yake Mungu anamuongoza, wewe kazana sana kupika mikate, iite superloaf. Na kweli akipika superloaf zinamsaidia. Mwingine anajua kupika kuku, inawezekana alikuwa anajua kupika na ugali, lakini Mungu anamwambia njia itakayo kusaidia wewe KFC, hakisha unatengeneza kuku wazuri. Na kweli alivyoifanya hiyo njia ikamtoa. Mwingine anajua
mambo mengi, lakini Mungu anamwambia wewe, njia yako ya kusaidia, anza kuandika vitabu. Kwa kati ya njia nyingi ambazo unazo, kati ya vipawa vingi ulivyo navyo, kuna kitu kimoja, yani kuna eneo moja ambalo hilo ukiweka nguvu zako utafanikiwa. Hiyo ndiyo maana hasa ya uelekeo wa kiungu. Ndio mchungaji. Hapo umeeleza habari za kwamba anasema njia ambayo utaifuata ndiyo njia ambayo itakufanikisha. Kwamba uifuate njia hiyo ndo ambayo imewekwa kwa msingi wa kumfanikisha mwanadamu. Manake zaidi ya hapo, usipofuata njia ukaamua kufuata akili zako, na nashukuru hapo mwanzo umezungumza kwa habari za elimu, namna ambavyo kuna mwingine amejiaminisha kabisa kwamba yeye kwa sababu tu amesomea education anaamini kabisa walimu ni njenje. Basi hapa ameshatoboa. Huko na wazazi nao wanaaminisha kwamba tumeuza mashamba, tumeuza hadi ng'ombe, tayari tuna msomi wetu. Lakini kama sio mapenzi ya Mungu, utasoma PhD, utasoma mpaka wapi, hutaajiriwa. Hutaajiriwa. Kwa sababu Mungu ndo anajua kabisa makusudi yetu sisi. Na normal inakuwa ngumu sana pale ambapo utaanza kugombana na Mungu. Kuna Mungu anakuambia nenda njia hii, na kama ni cha Mungu ni cha majira wakati huo. Wakati mwingine Mungu atasababisha hata uishi maisha ambayo ezo yachukie, au ni ili tu ugeuke, ni ili tu umtafute. Ni watu wengi sana ambao hawaja, yani si kwamba nguvu za giza zimewazuia. Kuna mwingine ameenda kwenye biashara kwa sababu tu ile company, kwamba anapenda biashara, labda kwenye familia kuna mtu nifanya biashara, au kuna mazingira fulani ya biashara ameyapenda, au kwa sababu tu ya fedha, ya mafanikio ambayo ameishi, namna watu wafanya biashara wanavyoishi. Lakini sio mapenzi ambayo Mungu amemuitia. Labda amekuita kwa mtumishi, kwa mchungaji kama mimi. Kwa hiyo utajikuta hata ukiingia kwenye biashara wewe ni hasara tu. Na ukiamua kung'ang'ania utakula hasara, mwisho wa siku utafungwa. Na ukishafungwa utaanza kuokoka kule gerezani, na ukiokoka utakuwa mhubiri mzuri. Ukishatoka utarudi mitaani ukihubiri injili. Kwa nini? Kwa sababu ni Mungu anakuita kwenye kusudi. Wewe uelewi, utaki kusimama kwenye kusudi ambalo Mungu amekuumbia uwe. Njia rahisi ya kujitazama kwenye kioo cha kwamba wewe ni nani, umekuja kufanya nini hapa duniani, na ili upate uelekeo ambao Mungu amekuumbia ni kujitazama kwenye neno la Mungu ambao ni Mungu mwenyewe. Mungu ndo ambaye anatuongoza. Ndio maana nasema nenda mkaulize katika njia ile. Nitakusia huo mstari pastor. Mapito ya zamani. Kwamba mahali popote ambapo hata kama hapa tunazungumza si kwamba wewe ambao unaita, kuna watu ambao wamekosea tayari. Kuna watu bado wamekosea na bado wanaendelea na hiyo njia. Lakini neno la Mungu anasema turudi nyuma, tukisharudi tukaulize njia iliyo sahihi, na tukishaipata hiyo njia ndiko ambapo tutapata raha. Yaani kuna namna ambavyo pumziko lako, hicho kitu unachokifanya ambao unatumia nguvu nyingi, unatumia akili nyingi, matokeo kidogo, ni ishara ya kwamba umeenda njia ambayo sio ya kwako. Kwa nini? Kwa sababu kuna mtu mwingine ambaye anafanya hicho unachokifanya, yeye anapata matokeo makubwa au matokeo mazuri. Lakini kwa nini wewe unapata kidogo? Kwa sababu sicho ambacho umeumbiwa, sicho ambacho umeitiwa. Kwa lazima urudi kwanza, ujitafute kupitia neno la Mungu ili uende katika njia ambayo ni sahihi, ndio ambayo itakufanikisha. Maana njia hiyo ndio ambayo itakupa mwanga, itakupa uelekeo ambao ni sahihi ambao Mungu amekuumbia. Nisome pastor. Kitabu cha Yeremia sura ya 6 mstari wa 16. Anasema Bwana asema hivi, simameni katika njia kuu, mkaone. Mkaulize habari ya mapito ya zamani, wapi njia iliyo njema, mkaende katika njia hiyo, nanyi mtajipatia raha katika nafsi zenu. Lakini walisema hatutaki kwenda katika njia hiyo. Kitu ambacho kiliwachelewesha wana wa Israeli ni hicho. Ni hicho. Mungu anawapa njia ambayo anatakiwa waiendee. Na ugomvi wana wa Israeli na Mungu ni kwa sababu walikuwa hawaulizi. Na ndio ugomvi ambao mpaka Mungu na kanisa la leo na watumishi wa leo na watu wa leo ni uvivu wa kutokuuliza. Mtu akishapata fursa ni anaenda. Ikishabuharibikia ndo anarudi. Na asijue, unajua ukijua kwanza kitendo cha kurudi kuuliza kwa Mungu, kujua njia ya kuiendea ni kutambua thamani yako kwamba wewe ni nani. Ukijua umetoka wapi, utamuuliza kule ambako ulikotoka. Ndio wasema mkaulize. Maana yake ukijua mimi nikijua nimetoka kwa Mungu, mimi ni matokeo ya neno la Mungu, nitarudi kwa Mungu ambao ni Mungu mwenyewe. Huyo ndo ana password ya kwangu mimi. Ana batani za kwangu mimi. Kwamba mimi ni nani, nimekuja kufanya nini, na njia ya kuendea ni ipi. Na wanaweza kwenye Yeremia kwamba mrudi mkaulize. Kuna mtu ambaye hapo ulipo umekosea, bado unaendelea kwenda kwenye makosa.
Neno la Mungu linakwambia rudi ukaulize. Ndani ya neno la Mungu ndiko ambako utapata direction, utapata uelekeo ambao umekusudia uwe nani. Ukiona unatumia nguvu nyingi, ukiona mpaka unapambana, unagombana au vitu vinaharibika, vingine sio nguvu za giza, vingine sio mazingira, vingine ni kurudi kwa Mungu kwanza. Kwa Mungu ndiko kutakupa njia. Tumekusomea kitabu cha Zaburi 119 ule mstari wa 105. Anasema neno lako Bwana ni taa na mwangaza wa njia. Maana katika kujitafuta kwenye neno la Mungu ambao ni maelekezo ya Mungu, huko ndiko utapata mwanga. Hata kama ulikuwa umekosea, yawezekana ulikosea ndio mwanzo, lakini wakati una majira haya atakupa namna ya. Pastor amesema yawezekana wewe unang'ang'ania kuuza, kwamba Mungu alikupangia kufanikisha kwa kuuza vitafunio au kwa kuuza chakula, wewe unang'ang'ania kuuza nguo. Sawa, ni mfanya kipawa, ni biashara. Yaani kipawa chako ambacho umeitiwa ni biashara kabisa, hujakosea kabisa. Ila ni biashara aina gani? Ndio pastor. Kuna mtumishi wa Mungu mmoja nikisomaga habari zake, huwa kuna namna ambavyo zinanivuta kuendelea kusimama kwenye njia ya Mungu. Mtumishi wa Mungu Elisha. Biblia inasema Elisha alikuwa mkulima bwana. Elisha msimu kama huu wa mvua, kuna namna alikuwa na mashamba ya kutosha, kiasi kwamba alikuwa na jozi 12 za ng'ombe. Analima. Lakini kumbe Mungu anamuona Elisha ni prophet. Anamuona Elisha ni nabii. Kama kijana wa sasa anayetusikiliza. Unaona, kuna kijana ni prophet, upo mahali unanisikiliza. Lakini umekomaa, kuna mambo ambayo upo, mimi bwana pastor nataka niendelee na biashara. Kuna mtu Mungu anakuona kabisa wewe ni mtu mkubwa, ni kiongozi mkubwa mahali. Lakini kwa sababu ya ugumu wa maisha umekubali kufanya kitu ambavyo kuna vitu ambavyo vinaudhalilisha hata utu wao. Kuna mtu leo hii amejitolea mahali, anajitolea kwenye ofisi fulani kwa sababu yeye anaamini kabisa maisha bila kuajiriwa hayawezekani. Kwa hiyo yupo kwenye ofisi, kuna mtu anajitolea, analipa nauli, hawampi hela ya lunch, anajikuta anatumia gharama kubwa ambazo zinazidi mshahara wa mtu ambaye ameajiriwa. Kwa mwisho wa siku unakuja kugundua kuna mtu anaweza akaa anakwepa kujipata au kuishi kile kitu ambacho Mungu ameweka ndani yake kwa sababu ya kutaka kuangalia utoshelevu wa muda mfupi. Unajua kuna watu ambao wants, yani yale mahitaji tu ya leo yanaweza akafanya mtu aache kwenda kule ambako Mungu anataka aende. Ulivyo leo sivyo ambavyo utakuwa milele. Ulivyo leo na nini ambacho umechagua kufanya, na nini ambacho Mungu amekuongoza kufanya, ndicho ambacho kitaamua baada ya miaka 10 watu waseme wewe ni nani. Waangalie watumishi wa Mungu wakubwa wote, hawajaanzia juu. Ili tupate mbuyu. Mimi nimetoka Dodoma, I know. Mbuyu ule ambao unauona ni mti likubwa kabisa linene, ila kuna wakati huwa kinaanza, kuna Waswahili wakasema hata mbuyu ulianza kama mchicha. Yaani kuna wakati unaanza hata mchicha, mimi nakwambia kuna namna ambavyo una afadhali, lakini mbuyu kuna namna huwa unaanza katika udhaifu, kiasi kwamba ukikakata hivi kanakatika tu kiurahisi. Ndivyo ambavyo kwenye njia za Mungu kuna wakati zinaweza zikaonekana kana kwamba kama kuna kagiza fulani unajua hata Mungu alipokuwa anaiumba dunia kwa mara ya kwanza alikusudia dunia iwe mahali bora sana, lakini bado kuna giza liliwahi kuja. Yaani giza mara zote huwa lipo kwa ajili ya kutaka kuzuia kitu kikubwa ambacho Mungu amekitaka kitokee. Lakini haina maana kwamba uanze kuishi kwa kufuata sasa mfumo uliopo. Katikati ya mambo mengi ambao watu wengine wanayafanya, wewe kuna jambo lako moja ambalo Mungu anataka akuone hapo. Jambo la msingi, kwa maana Mungu. Na sio kazi sana kujua kwamba mimi Mungu ameniitia kufanya nini. Kati ya vingi ambao vipo, kitu gani ambacho Mungu amenipa kufanya? Labda tukupe bonus track. Utajuaje mimi nimeumbwa kufanya jambo fulani? Kitu gani ambacho kitakupa ishara kabisa ili jambo mimi naliweza? Jambo la kwanza, kitu ambacho unaweza kufanya bila kutumia nguvu. Yaani mimi ukiniambia nihubiri, hata usiponipa Biblia nitahubiri hata masaa 5, 6, 7, 8. Kwani ni kitu changu Mungu amenipa. Ila ukinipeleka kwenye duka, ukaniambia bwana uza hapa, tutakuwa tunakulipa milioni kwa siku. Unaweza ukashangaa imefika saa 4 asubuhi. Yani nimeshachoka. Kwanza wateja wamenipasua kichwa. Yani kuna namna ambavyo nimesha panic. Lakini kuna mwingine ukimpa biashara, Mungu wangu, yani hapo wewe, yani unashangaa duka wewe ulikuwa hata umepanga hivi. Yeye kuna namna ambavyo amelipanga vizuri tena. Kuna yani kwa sababu gani? Ni kitu chake ambao umeitwa. Ameitiwa hicho na anakifanya bila kutumia nguvu kubwa. Sasa kuna wakati kwa sababu ya maisha ya muda mfupi, mjomba amekuahidi bwana wewe njoo bwana huko, achana na mambo ya wokovu. Wokovu utachelewa kufanikiwa. Umeamua kumwacha Yesu kwa ajili ya kwenda kuuza duka la mjomba. Na mjomba anachokifanya anakupa tu chakula. Mjomba anakupa hela ya bando tu. Unaingia online mara moja. Lakini hakupi uhuru kamili wa wewe kukaa kwenye kile ambacho Mungu amekupa. Kwa mwisho wa siku unaweza kuona kama ni kanjia kakitonga, nipo huko jamani mkoani kule, ukiposti picha zako umependeza mwenyewe, wanaona si hivyo, tuna mtu wetu yupo mkoa, yupo Dar es Salaam. Lakini mwisho wa siku unaishi nje ya kile ambacho Mungu alikupa kufanya. Kwa katikati ya machaguo mengi, my sister,
katikati ya machaguo mengi my brother, kuna chaguo moja ambalo Mungu amekuwekea, na hilo chaguo ukilishikilia. Kwa mfano, kuna mtu amechagua kutembea, mimi nataka niwakazie sana mabinti. Kuna mtu amechagua kutembea na kijana ambaye chatting zao zimejaa mambo mabaya. Yupo naye amemkomalia, anashauriwa, jamani, huyo sio, huyo achana naye, hamna. Kuna mtu nimewahi kusikia amemwacha mtu ambaye ni mtumishi wa Mungu kwa sababu yeye amepata mwingine ambaye yupo romantic. Unajua huyu kaka anajua kukea, kuna namna yupo. Mtumishi wa Mungu yuko busy. Yuko busy mtumishi, ana muda yuko romantic yani. Yuko romantic, lakini mwisho wa siku akajuta, jamaa kumbe lina mwingine. Lilikuwa kwa muda linamtumia yule dada, alafu baadaye likasema, bwana wewe, mimi hapana, kwa kweli nilikuwa na mtu wangu, wewe ulikuwa tu unanipoza machungu, ulikuwa tu unanifariji kwa muda. Kwa hiyo matatizo yakaanzia hapo. Lakini kama ukifuata njia ya Mungu, kweli unakutana na kijana kwa watu kametokea kijijini huko Songea ndani, akajui haya mambo yenu vijana, mvumilie, mfundishe, mpe vitabu asome. Mwisho wa siku unashangaa umetengeneza chuma hapo. Ukija ukiolewa na mtu wa namna hiyo hapo, mimi nakwambia atakuheshimu milele yote. Atakuwa anajua sasa, mke wangu alinivumilia kipindi ambacho nilikuwa siwezi. Yaani siwezi kabisa hata chatting za vijana, siwezi, lakini amekubali kutembea na mimi kwenye nyakati kama hizo. Kuna namna ambavyo mtafika mbali. Kwa hiyo hiyo ni ya muhimu sana sana. Mfano Isaka, ili tuone kwamba Mungu anaweza katikati ya machaguo mengi akakupa chaguo la kwake ambalo ni sahihi. Kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 26 unamwona Isaka inatokea njaa. Watu wengine wanakimbilia Misri kutafuta msaada, alafu Mungu anamwambia wewe tulia, baki hapa hapa. Wakati ambapo kuna ukame, wakati ambapo mvua haijanyesha, wakati ambapo kibinadamu kabisa haiwezekani, mtumishi wa Mungu Isaka akabaki. Na alipobaki tunaona jinsi gani ambavyo alipata matokeo makubwa na Mungu akamsaidia na mambo yakamnyookea. Kwa kuna wakati kuna njia ambazo kibinadamu, yani ukimhadisia mtu anaona kama wewe umechanganyikiwa. Unajua kuna muda hata watu waliookoka wanaonekanaga ni macrazy. Angalia mfalme Yehoshafati. kwenye kitabu cha Wafalme wa Kwanza, Biblia inaeleza kwa habari ya Yehoshafati wanaenda vitani. Mambo ya Nyakati. Yes, Mambo ya Nyakati wa pili sura ya 20. Biblia inasema adui amepanga vita. Alafu Yehoshafati anakusanya wana wa Asaf, anakusanya waimbaji, alafu anawaambia jamani, tuanze kupiga praise hapa. Wakati adui anakuja amejipanga na silaha, anataka kuwaangamiza, lakini Yehoshafati yeye anawaambia msijali, Mungu atatupigania. Ndio ikatokea ile Mambo ya Nyakati wa pili sura ya 20 mstari wa 20. Biblia inasema muamini Mungu ndipo ambapo mtathibitika, lakini waaminini manabii wake ndipo ambapo mtafanikiwa. Kwa hiyo Yehoshafati akathibitisha kwamba mafanikio kwenye maisha ni matokeo kwanza ya kumwamini Mungu. Lakini jambo la pili ni kuamini manabii wa Mungu. Kwa hiyo ni ya muhimu sana. Ambao sasa tukisema nabii wa Mungu maana yake neno la Mungu kabisa ambalo limeleta. Lakini pia ukisoma hata kitabu cha Waamuzi, unajua watu wengi sana wanajikuta wameingia katika mazingira ambayo sio ambao Mungu amekusudia wawe kwa sababu ya the way ambao wanajitazama. Narudi tena, ukijua kwenye asili yako ni rahisi sana kujigundua wewe ni nani, lakini ni rahisi sana kutembea kwenye njia za Mungu. Unajua kuna mtu mmoja alikuwa anajidharau katika kitabu cha Waamuzi 6 ule mstari wa 14. Napenda sana kusoma mstari wa 14, anaitwa Gideoni. Gideoni naye alikuwa anajidharau akijua kwamba njia ambao Mungu awapangia ni kuwa watumwa, kwamba wao atakiwa watumikie wa Midiani. Yaani anaamini kabisa ni mfumo kabisa. Yaani anaamini kabisa ndio maisha ambao kwa wakati huo anatakiwa wawe. Lakini sivyo ambavyo Mungu aliamua awe mbingu. Neno la Mungu lilipomjia kwamba wewe ni shujaa, hakuamini kwanza. Ndio maana ukatokea ati ubishani. Mpaka anaenda kule ni ubishani mkubwa, mpaka Gideon anamwambia nionyeshe ishara kwamba itatokea, itakuwa hivi na hivi ndipo ambapo nitaamini nitaenda. Na tunaona kabisa baada ya kuonyesha ishara zote na anaenda kule Gideoni anaenda kushinda vita, na kuanzia hapo anakuwa mwamuzi, anakuwa ni mshindi ambaye anaongoza wana wa Israeli. Kwa nini? Kwa sababu ya neno ambalo lilikuwa limemjia kwa wakati huo, lilikuja kuamsha kitu ndani yake. Maana kuna wakati ambao kilipata neno ambao tunasema neno ni taa na ni njia, linaamsha kitu ambacho kiko ndani mwako. Kile kitu ambacho hapa tunazungumzia habari za vipawa na kalama, vitu ambavyo wamebeba watu, ambavyo hivyo vitu haviwezi vikaibuliwa, haviwezi kaongozwa katika mazingira ya kawaida ambao ni kanuni za kawaida na wazazi. Wazazi mara nyingi sana wanaangalia njia ya leo, au hata wewe mwenyewe unaweza kaangalia njia ya leo. Ndio maana hata tumezungumza hata kwenye kusoma, lakini pia hata kwenye kujitafuta. Mtu kwa sababu tu kaka yako ana duka anasema ngoja akae dukani, au ana kiwanda na ofisi fulani, ngoja akae kwenye ofisi fulani, lakini sio kusudi la Mungu. Ndio maana unakuta kuna mtu ambaye anafanya hiyo kazi na hata apate mshahara mkubwa. Mimi nimeshuhudia
kuna mwanasheria wa serikali na mshahara mkubwa tu. Yule kijana ni mdogo kwangu, in short, na hizi nimemzidi mwaka mmoja. Ni kijana ambaye anapata mshahara mkubwa sana. Lakini ni mtu ambaye amejaa madeni, ana mshahara mkubwa. Ana mshahara mkubwa sana. Afikishi katikati ya mwezi. Yaani anaishi nyumba ya kupanga, ni maisha yake ni hovyo kabisa. Yaani ni hovyo kabisa. Ni anadaiwa, ni wanakuja kumdai. Mwanasheria wa serikali anakuja kudaiwa na watu wa mitani, anakuja kudaiwa na watu ambao wanauza wabaa, wanauza pombe. Kwa nini? Mafanikio hayapo kwenye kile kinachoonekana. Mafanikio hayapo kwenye elimu. Mafanikio yamejificha kwenye kipawa ambacho Mungu amekuumbia wewe hapa duniani. Mafanikio yamejificha kwenye lile kusudi ambao umeambiwa hapa duniani. Sasa ile kusudi utalijuaje? Utalijua kwa kuelekezwa na neno la Mungu na njia za Mungu. Neno la Mungu litakapokujilia kwa wakati una majira haya, litaamsha kitu. Ngoja nielezee mfano mimi mwenyewe. Leo nashangaa natumia sana mifano. Mimi mwenyewe ni mtu ambaye nilijua kabisa mimi nifanya biashara. Nilijua mimi ni furniture, yani furniture matata. Na nilikuwa natengeneza sofa. Kwa sababu tu ya kamtaji tu ambao nikapata mtaji, nikapata na jamaa mmoja ni wa Kigoma, watu wa Kigoma ni wataalamu hayo mambo. Huyo jamaa naye akanielekeza, tukaanza kufanya kazi, nikaona naziweza. Na nikaanza kupiga hesabu, nikaanza kuwapigia hesabu wakina GSM nini namna ambavyo nitaanza kufanya nao biashara. Na ni kweli biashara ikaanza kuitika. Nikajikuta kabisa mimi yani mfanya biashara kabisa, yani piwa kabisa. Mwisho wa siku ikaenda baada ya kukutana babangu Askofu Dickson Kabigumila. Akasema wewe sio mfanya biashara, wewe ni mtumishi wa Mungu. Mafanikio yako utayapata kwa Mungu. Neno lile lililotamka kile, kumbe biashara ilikuwa tu ni wakati ni njaa ya kipindi kile. Nikashangaa biashara imekufa, neno la utumishi ndo likaibuka, kumbe ndo kusudi. Ndo nikashangaa moto ndo unaanza kuwaka. Neno ambalo nilikuwa nalitafuta kwa muda mrefu, mafunuo, na kashangaa yakaanza kufunuka. Nikashangaa hata kiu, nikaamua kufunga ile biashara na kuahirisha kila kitu, kuingia kwenye utumishi moja kwa moja. Kwa nini? Kuna neno ambalo ndani mwake limebeba direction ya kwangu mimi. Na hilo neno ambalo litamka baba yangu, manake si alitamka kwa sababu ya kuniona, ni neno ambalo litoka kwa Mungu kabisa. Kwa sababu kama tulivyosema Mambo ya Nyakati wa Pili 20:20 amesema watumishi wa Mungu, kwamba mkiwaamini watumishi wa Mungu mtafanikiwa. Maana yake mtumishi wa Mungu ni kinywa cha Mungu. Na tunapozungumza habari za neno, mtu mwingine anasema ni Biblia tu. Kuna mwingine umeelekezwa hata na mchungaji wako, ni mchungaji wa ABC Majoe, amekuelekeza, bwana wewe kusudi yako ni hiyo. Mchungaji kwa sababu ananiona. Hapana, ni kinywa cha Mungu. Na bahati nzuri kuna mwingine anaweza katoka hata kiwa madhabahu. Unajua kuna vitu vingine mtumishi anaweza katamka kiwa madhabahu. Anaongea kama mfano. Na ukutarajia. Lakini kwa sababu ameniona maisha ya kawaida naoishi. Hilo ndo neno la Mungu, na hilo ukilifuata kama kwa utalichukua kalifuata kwa imani, utakuta ndo kutoka kwako. Yani ndo njia yako taisha afunguka. Mimi pia mchungaji ameongea hapa kwa habari yake. Mimi nakumbuka kipindi nimemaliza chuo, nikaa nimeshaanza kujifunza haya masomo, of course divine direction. Nilikuwa najua kabisa Mungu anatakiwa kunielekeza na anatakiwa kuwa wapi. Wakati huo nimemaliza chuo, nina cheti, lakini pia wakati huo nina vipawa, natunga mashairi. Mimi natunga, mtu wa Mungu, nikiamua kukutungia shairi hata la ndoa yako, nakwambia ndoa yenu itarudi upya, mtarudi honeymoon. Kwa nini? Kwa sababu ni kipawa ambacho nipo. Nilikuwa naweza kuwa MC mzuri, lakini katika hayo mambo mengi nini nafanya ilikuwa inanitesa sana. Nakumbuka nikaenda retreat camp. Na of course tuna retreat camp mwezi wa 4. Tuna retreat camp inaanza tarehe 1 mwezi wa 4 hadi tarehe 5. Labda elezea kwa mfano pastor, ili mwishoni tukielezea retreat camp mtu ajue faida na rejea nini kilikupata kwenye retreat. Sasa ile retreat camp ilivyokuwa imetangazwa, ilikuwa ni retreat camp ya mwezi wa 8 pale Dodoma. Kichwani nina maswali kwamba Mungu ananiona wapi? Yaani mimi nipo ndio hapa duniani, lakini najua kuna eneo maalum kabisa ambao Mungu ananiona. Kipindi hicho sijawa pastor kama mimi nikiwa chuo, walikuwa wananifurahia MC. Yaani mimi karibia matukio yote nikiwa chuoni, mimi ndio naongoza matukio yote, mikesha, nini, kila kitu, yani ndio master wao pale. Lakini Mungu je, ananiona huko? Hawajawahi kuniona kama mhubiri. Walikuwa wananiona tu MC. Kwa hiyo ilikuwa inanitesa kwamba sasa Mungu ananiona wapi? Nilipoenda retreat kuanzia day 1, yani nafika pale mimi na maswali yangu, Mungu unaniona wapi? Yani mimi nataka kila mhubiri akija kuhubiri na kuwa nasubiri sauti nielekeze wapi natakiwa kwenda. Kati ya vitu vingi ambavyo nimevibeba, kati ya vitu vingi ambavyo vipo ndani yangu, kitu gani hasa ambacho Mungu ananiona? Hiyo ilinitesa. Ikaja day 1 ikafanyika. Hola, sijasikia. Nikasema Mungu kwa hiyo yani hanioni popote. Day 2 ikapita. Hola. Day 3
mpaka siku ya mwisho pale mzee anatoa baraka za mwisho. Yaani ndo anabariki watu, amebariki watu. Yaani ndo anaenda kumalizia na mimi nikaenda pale mbele. Ndo akaniambia, wewe kuanzia leo achana na mashairi. Utafundisha neno. Kipindi hicho neno sio kwamba nilikuwa nafundisha, nilikuwa tunasoma tu, ni mtu nampenda Mungu, lakini sio kivile kwamba natarajia kwamba eti ndio itakuja kuwa kitu changu ambacho nitaenda nacho. Lakini baada ya hiyo sauti, maisha yangu yakabadilika jumla. Paka leo hii wewe unaweza ukawa unanisikiliza sasa, ni mchungaji wewe anatubariki sana. Lakini nikwambie ukweli ni kwamba nilikuwa na mambo yangu mengi. Nilikuwa nawaza au niende kwenye ajira, si nimemaliza, niende nikaajiriwe serikalini, au nianzishe kikundi changu nikaa nimepata na jina kabisa, nataka nianzishe kitu kinaitwa Kingdom Point. Yaani ni ushairi kwa ajili ya ufalme. Nimeshaanza kutengeneza na strategy jinsi gani ambavyo kitakuwa. Lakini kuna muda ikafika hatua nikaanza kujifunza namna ya kupika vitafunwa. Na waza au nianze kuuza mandazi kwa sababu mama Ima amenikuza kwenye hizo biashara. Kwa nazielewa mimi nikiwaga kipindi hicho nasoma sekondari, unachukua deli la mama unazunguka nalo mtaani. Alafu nikawa na uzoefu nayo hiyo kitu. Nikasema hii kitu pia naweza nikafanya. Sasa katikati ya yale mambo mengi ambayo nilikuwa na uwezo nayo, pale ambapo nilipata jambo moja ambalo ninalifanya na ninalifurahia na linanisababisha ninakuwa baraka kwa watu wengine na linasababisha Mungu anatukuzwa kupitia mimi, lakini pia linasababisha maisha yangu yanaenda. Hapo ndipo ambapo tunasema huyu mtu amepata uelekeo sahihi wa kiungu. Kwa hiyo uelekeo wa kiungu ni matokeo ya Mungu mwenyewe kukuelekeza kitu gani ambacho ufanye kati ya vingi ulivyo navyo. Ukisema mchungaji, mimi hadi leo sijui mimi ni nani. Yaani mimi tu ilimradi kukicha na amka naenda kupambana Kariakoo. Inawezekana kuna mtu unapambana Kariakoo kila siku, lakini Mungu hakuoni Kariakoo. Mungu anakuona ukiwa unahubiri kama mimi. Mwingine Mungu anakuona ukiwa kwenye ofisi yako fulani, ukiwa kwenye kampuni lako fulani. Mwingine Mungu anakuona ukiwa wewe umeanzisha kituo fulani cha kulea vipawa, kulea karama. Mwingine Mungu anakuona ukiwa mchezaji wa mpira kabisa, vipaji kabisa hivi. Mungu anakuona upo timu fulani kubwa, unafanya vizuri na Yesu anatukuzwa. Kwa hiyo ni muhimu sana kuzingatia hilo jambo. Sasa pastor, nataka twende maana ya mwisho kwa leo kwa habari ya uelekeo wa kiungu. Ndiyo. Nini maana ya uelekeo wa kiungu? Jambo la tatu, uelekeo wa kiungu ni wazo kutoka kwa Mungu lisilofanana na uhalisia la kumtoa mtu kwenye changamoto. Ni wazo kutoka kwa Mungu lisilofanana na uhalisia. Yaani ukiliangalia hilo wazo, kuna wakati unaweza uone mbona mazingira ya nje ni kama yanakataa. Mbona ni kama haliendani kabisa na kile ambacho nakiona ndani. Lakini hilo wazo linakuwa limelenga kumfanikisha mtu. Mariamu haikuwa rahisi akubali kwamba yani yeye Mariamu eti ndo atamleta Mwokozi. Wakati huo bado hajamjua mume, hayupo kwenye ndoa, ndo kwanza amechumbiwa. Lakini Mungu amemletea wazo, anamwambia sikiliza Mariamu, mimi ninavyokuona wewe sio mama tu wa watoto wa kawaida, na kuona kabisa unatakiwa kumleta Mwokozi wa ulimwengu. Na tunaona jinsi ambavyo hiyo direction ikamsaidia Mariamu. Na mpaka leo hii tunasoma habari zake kwa uzuri kabisa na tunajivunia kwamba aliwahi kutokea dada, jamani, yule binti alijitunza na kujitunza kwake kukampa faida. Kwa hiyo ni wazo ambao Mungu mwenyewe anakuwa nalo kwa mtu kwamba kwa jinsi ambavyo unawaona hawa wakoma wakiendelea kukaa hapa wanakufa. Alafu Mungu anaweka kawazo ndani ya mkoma mmoja, anasema jamani, wanaume, sasa tunakaeje hapa? Tunatesekaje hapa? Twendeni bwana kwa Washami. Baba mmoja alikuwa na influence. Twendeni bwana, kama watatuua tufe tu. Alafu wakatoka pale. Walipokuwa wanatoka pale, Biblia inasema kwa sababu ni wazo lililotoka kwa Mungu, Mungu akakuza kishindo. Kwa hiyo mara zote utakapotii wazo ambalo limetoka kwa Mungu, utashangaa. Saa zingine wewe sio wa kutisha kiasi hicho, lakini utashangaa ni milango mikubwa inakufungukia. Utashangaa namna fulani. Mimi nakumbuka zamani nilikuwa naandika sana mitandaoni, nilikuwa naandika vibaya. Kumbe kuna mtu ambaye alitakiwa kuwa mke wangu, alikuwa anasomaga zile posti. Yeye anaposoma anakwambia yani alikuwa ananiona yani dude fulani, yani ananiona ni mwamba fulani, yani anaona kaza hili ni jamaa fulani likubwa. Yani akisoma zile posti anaona hii jamaa mbona yupo boldness, ana kaujasiri. Kumbe ni Mungu amenipa direction kipindi hicho, hadi nimeshikiliwa yani kabisa, nikishika simu hivi masomo tu yanamiminika. Kwa yule binti anasema akawa kipindi hicho akiwa anasoma, mke wangu Alfonsina, Mungu akubariki, najua unalifuatilia, akiwa anasoma zile posti Biblia tena Hallelujah. Akiwa anasoma zile posti anasema alikuwaga anakaa kuanzia saa 3 yuko amekomaa kwenye ukurasa. Lakini tafsiri ambayo anaipata kwa huyo kijana kwamba huyu jamaa atakuwa ni mtu fulani hivi
kumbe Mungu ndo anamvuta bwana. Anasema kila nilikuwa nachukua hata saa zingine nikuandikia hata message inbox nashindwa. Kitu gani ambacho kinatokea utakapodaka wazo lililotoka kwa Mungu? Yani thamani yako Mungu anaipandisha ghafla. Kiasi kwamba wewe mwenyewe unakuwa mbona mimi najiona ni wa kawaida? Alafu watu wanakuimbia. Daudi alipodaka wazo kutoka kwa Mungu, Biblia inasema alipopiga Goliati, wanawake nchi nzima, yani wamama na vibwebwe na vijola. Oyo, yani jamani napenda direction ya kimungu. Mungu akikuongoza bahari au utajuta. Wewe unafikiri Daudi angesema hivi, nimetumwa kuleta chakula. Kwa hiyo bwana niwe mstaarabu, naomba tu Eliabu mle haraka nivioshe hivi vyombo nirudi. Unafikiri angepenya? Ila alipofika Mungu akamwekea wazo lisilokuwa la kawaida. Daudi aliposikia Goliati linatukana, Daudi asemi hivi, ila Goliati ana matusi jamani. Asemi hivyo. Atapewa nini? Atapewa nini atakayemuua huyo Mfilisti? Yaani ni mtu ambaye kuna kitu kana msukuma. Ni Mungu mwenyewe anamuongoza kwamba wewe huyu mtu unamuweza. Alafu mwisho wa siku tunaona jinsi gani ambavyo alitoka akiwa shujaa. Goliati kenyewe kanapomuona Daudi kalimdharau. So kama unataka kuwa tishio kwenye haya maisha, unataka kuwa tishio kwa shetani, unataka kuwa tishio kwa mizimu ya kwenu, fanya kitu ambacho saa zingine hata yenyewe mizimu ikiangalia ione kabisa kwa hichi tusimfuatilie, hichi amepoteza muda. Fanya kitu ambacho hakiendani na uhalisia. Fanya kitu ambacho Mungu mwenyewe amekuongoza, ambacho kipindi unakianza kinaonekana kana kwamba unacheza. Unajua hata sisi tulipokuwa tunaanza wokovu, kuna muda tulizaraulika. Kuna watu walikuwa, mimi nakumbuka nimeokoka, nilikuwa napigiwaga simu kabisa na ndugu yupo mkoani, nasikia siku hizi umeokoka, yani utafeli wewe. Sijawahi kufeli mimi, nimemaliza Mzumbe, sijawahi kufeli. Kwa nini? Kwa sababu ni kitu ambacho Mungu aliniwekea ndani na nikakifanya, na kutokea hapo nikapata matokeo makubwa kutokana na kile ambacho Mungu alikuwa ameweka ndani yangu. Kwa ukifanya kitu chochote ambacho ni wazo la Mungu mwenyewe, utakuwa unaogopa washirikina. Unajua kwa nini unamgogopa yule jirani yako mnafanya naye biashara, unasema ni mchawi yule mama anachuma ulete? Ni kwa sababu inawezekana umefanya kitu ambacho sio chako. Yaani umefanya kitu kwa sababu tu umelazimishwa. Umefanya ili tu usife njaa. Kuna mtu mimi nawajua wanaanzishaga biashara, anasema pasta, sasa hivi nimeamua nianze kuuza naanza kuuza sabuni. Amekaa tena baada ya siku 3 ameanza kuuza mchicha. Yaani haeleweki. Yaani ni kwa nini? Kwa sababu kinachomuongoza sio Mungu. Kinachomuongoza ni shida, changamoto, ni matatizo. Na hata kwenye Biblia watu wengi sana ambao walidaka wazo toka kwa Mungu, tuone watu ambao walifanya matokeo makubwa. Kuna mtu mmoja anaitwa Nuhu. Ile Mwanzo sura 6 na upenda kuanzia ule mstari wa 13. Yes. Alidaka wazo toka kwa Mungu. Na hilo wazo lilenga kuokoa vizazi. Unajua wewe ambao unanitazama na mimi ni matokeo ya Nuhu kudaka ile wazo. Yes. Yani sisi dunia hii Mungu aliipanga kuigalikisha yote. Anasema Mungu akaangalia mioyo ya wanadamu wote wanawaza uovu. Mungu akasema nitaigalikisha dunia yote. Lakini baadaye akamwona mtu mmoja mwenye haki. Mungu akaamua kumdondoshia wazo. Na ashukuriwe Mungu, huyo mtu na alikuwa na utayari wa kulitendea kazi ile wazo. Ile wazo lilipokuja kwa Nuhu, Nuhu akasema nitafanyeje? Mungu anampa maelekezo kwamba utafanya 1 2 3, utatengeneza safina, itakuwa hivi na hivi, hivi na hivi, hivi na hivi. Baada ya muda anamhesabia kabisa hadi siku mvua itanyesha kwa muda gani, mpaka Nuhu anafanikisha. Tayari tunaona kabisa dunia imegarikishwa watu 8 tu. Yani sisi ni matokeo ya watu 8 ambao kuna mtu mmoja aliamua kulifanyia kazi wazo. Hivyo hivyo wewe ambaye ni mtu mmoja unaweza kadaka wazo ambaye inaweza ikaokoa vizazi aidha Tanzania ili itoke kutoka mahali pamoja kwenye ustawi wa uchumi na hali yote ile. Inahitaji mtu mmoja ambaye atadaka wazo ambao ni wewe, ambao linatoka kwa Mungu. Mungu anamtafuta mtu tu, atafuti watu. Yani mtu mmoja ambaye ataamua kutembea na wazo la Mungu. Ni Mungu anafanya kazi ndani ya huyo mtu. Tunamwona huyo Nuhu anakuja kudaka ile wazo, anafanikisha mpaka anatoka kwenye safina. Tunaona kabisa ukombozi unapatikana, ni kizazi kingine kinaanza. Ila alifanyia kazi wazo ambalo limetoka kwa Mungu. Na mchungaji, hilo wazo kiuhalisia haliendani. Wewe unaambiwa utengeneze dude ambalo ni ngumu. Yani hakuna kusema kuna mahali fulani labda naigilizia, anaambiwa tengeneza safina, afu anapewa vile vipimo. Na ikifeli itakuwaje? Inakuwaje? Yani unajua kuna wakati kuna mambo tunajiriski kwa ajili ya Mungu, lakini ndio mambo ambayo yametubeba kwenda mbali. Pastor, juzi kati ni Zimbabwe kama sio Ghana. Kuna jamaa mmoja aitweli sana mtandao mwezi wa 12. Aitengeneza safina. Ile safina bwana, watu wengi ili train nani ni mchungaji ni pastor nasikia yule mtu. Ni Noah. Noah. Kwa sababu ya Noah. Aitengeneza safina na unaambiwa mkesha mwaka mpya
watu waliaga nyumbani, wakauza vitu, fedha wakapeleka kwa yule pastor, kwa sababu si ndio mwisho. Wakaamua kujihifadhi kwamba kuna mvua kubwa itanyesha, kwa watu wakabeba vyakula, mizigo, kila kitu. Lakini mvua ikunyesha. Kwa jamaa ipajia tu utajiri. Manake pia ni vitu. Kwa nini nazungumza kwamba kitu ambacho alikifanya Nuhu ilikuwa ni riski. Lakini kwa sababu alijua kabisa sauti ambayo ameisikia na ameiongoza ni sauti ya Mungu, ndio maana hakuwa na wasiwasi. Kwa hiyo hili ni wazo ambalo kuna wakati linakuja uhalisia ukubali. Petro anaambiwa na Yesu kwenye kitabu cha Luka sura ya 5 ukianzia mstari wa 5. Petro anaambiwa tweka mpaka kilindini. Petro akijiangalia kwanza amechoka. Ndio maana anamwambia bwana mkubwa, nimefanya kazi ya kuchosha. Yaani anajaribu kuwaza mateso ambayo aliyapata usiku. Alafu anawaza tena Yesu huu mchana, anataka tena nianze kuteseka upya. Lakini kwa sababu ni wazo ambalo lilikuwa limetokana na Mungu mwenyewe, Petro akasema kwa kweli, kama ningekuwa mimi Petro ndo naamua, hii kazi nisingefanya. Lakini kwa neno lako. Kwa kuna wakati kwa vieti vyangu kuna baadhi ya maeneo siwezi kwenda. Kwa familia niliyotoka kuna hatua siwezi kuwa nazo kwenye maisha. Lakini kwa sababu neno la Mungu linasema, Mungu huwa anatufanya kuwa vichwa. Hilo neno ukilichukua unaweza kuwa yoyote hapa duniani. Unaweza kuwa chochote hapa duniani. Huwa unajiona kama panzi. Huwa unajichukulia dhaifu. Huwa unajichukulia wa kawaida. Kwa sababu kinachokuongoza sio mawazo ambayo Mungu anayo kwa ajili yako. Ila kinachokuongoza ni vile unavyojisikia kwa muda huu. Yaani leo sijala pasta na wiki ya pili nakula tu kwa kubahatisha, na kunywa tu uji, yani unaniona nilivyokonda. Wewe ukiangalia tu hiyo hali peke yake, ni kweli unaweza ukakata tamaa. Lakini stili bado Mungu ana mawazo mazuri kwa ajili yako. Kwa Mungu katikati ya kipindi kigumu anaweza akakuongoza jambo la kufanya ambalo ni la kawaida tu, na ukalifanya likakupa matokeo. Yule mwanamke alikuwa na madeni kwenye kitabu cha Wafalme wa pili sura ya 4. Ana madeni kabisa, akatoka anaenda kutia huruma kwa mtumishi wa Mungu nabii Elisha. Anataka mtumishi ampe sadaka yake ya nabii, prophetic offering, ili alipie deni. Anamwambia baba, yani kabisa yani tunadaiwa. Yani tunapitia hali mbaya. Mtumishi akamwambia una nini? Yeye kwa sababu kwa wakati huo kile alichonacho alikuwa anaona sio kitu. Biblia inasema akamwambia sina kitu, ila nina chupa tu ya mafuta. Mtumishi akamwambia wao, kumbe unarudi chupa. Kampa wazo. Mwambia wewe ninavyokuona kabisa una kipawa cha biashara. Yaani ninavyokuona wewe unaweza ukafanya biashara vizuri. Nifanyeje baba? Akamwambia nenda kwa majirani. Nenda kaazime vyombo. Alafu baada ya hapo jifungie ndani, jaza mafuta, na kutokea pale tunaona jinsi gani ambao maisha yake yaliondoka kwa kitu alichokuwa nacho. Kuna mtu una kipawa kizuri. Kaa huko chumbani kwako, hivyo vivocha vyako. Kuna wakati mimi nilikuwa naungaga hizo jumbe ambazo zinawabariki watu. Nilikuwa naungaga zile vinaitwa tuzo point. Unaunga zako tuzo point, unapewa VMB kadhaa. Hiyo VMB kadhaa sivitumii kwa ajili ya kuangalia vichekesho TikTok. Naandika ujumbe ambao unajua huu ujumbe akisoma mtu, kuna kitu ambacho kitakuwa kimeingia ndani ya moyo wake. Kuna hatua ambayo atakuwa ameipiga. Wewe huwa unakaa muda mwingi hata unamwona Mungu amekuacha kwa sababu wewe mwenyewe sio mwepesi kufanyia kazi mawazo anayokupa Mungu. Unapoteza mawazo. Sio mwepesi kuamua kujilipua. Unajua kuna wakati hatima kubwa inataka watu wanaojilipua. Hatima kubwa inataka majitu ambayo hayaangalii mazingira. Wewe Joshua na Kalebu, wenzao 10 wanatoa ripoti mbele ya baba Musa, baba yao wa kiroho amewatuma kwenda kupeleleza nchi. 10 wote wanasema kwa kweli ile nchi ni nzuri. Lakini kuna namna ambavyo kuna majitu yanayokula watu. Ila wawili wakasema, kitabu cha Hesabu sura ya 13 mstari wa 33, nampenda Joshua na Kalebu wakawatuliza watu. Tulia. Kama Mungu ametuvusha bahari ya Shamu, kama Mungu ametutetea huko kote njiani, bila shaka anaweza kutufikisha kwenye hatima yetu. Na Mungu anawapa utambulisho mwingine. Anasema wana roho nyingine. Yaani sio binadamu tena. Lesuparandish. Kwa kumbe haya maisha usiishi kwa kuangalia yanayoonekana. Biblia inasema vinavyoonekana ni vya muda. Unavyoviona leo, changamoto unazoziona, machozi unaolia, kukataliwa wanakokukataa ni kwa muda tu. Ila kuna wakati ukikaa ukakomaa kwenye kile Mungu alichokuitia, utashangaa wale waliokutenga. Ayubu 42 ukianzia mstari wa 10 pale. Biblia inasema Mungu alipougeuza uteka wa Ayubu, ndugu ambao hawajawahi kumpa hata hela ya vidonge, ndugu ambao hawakuchanga hela aende Muhimbili, hao ndo wakaleta vipande vya fedha, wakaleta dhahabu, wakaleta mifugo, kiasi kwamba mwisho wa Ayubu akawa tajiri mara 2 zaidi alivyokuwa mwanzo. Kwa usiangalie mwanzo wako sister, ukaweka conclusion ya maisha yako kwamba yani mimi naona nina roho ya kukataliwa pasta, endelea kuvunja hiyo roho. Yani hakuna. Mwingine anasema pasta, mimi nyota yangu ameniibia.
Wamekuibia nyota, njoo mimi nikaibe za kwao. Njoo kwangu twende tukawaibie na wao. Umejiweje imeibiwa? Taarifa mbaya hizo zinawafanya wanateseka. Umekaa kwenye mateso mengine ni kwa sababu ya mataarifa, wrong information. Upo nayo. Neno la Mungu likisha sema wewe umebarikiwa. Yoyote atakaye kulaani analaaniwa. Na kwa kupigwa kwa Yesu umeponywa kwenye madeni. Na tukizungumza kwenye uelekeo huo, pastor, tuko kwenye eneo la wazo. Yaani kumbe utajiri wa mtu, yaani Mungu ana utajiri wetu kupitia mawazo. Mafanikio yetu anayo kupitia mawazo. Yaani namna kutufanikisha Mungu ameyafungisha kwenye mawazo. Kitabu cha Yeremia 29:11, naomba nisome pastor. Yeremia 29:11. Tunazungumza kwa habari ya mawazo ambayo Mungu anayo. Yaani ni anayo, yaani namna kutufanikisha sisi. Hatupi fedha, hatupi ajira, hatupi ndoa, anatupa mawazo. Yaani ameweka mfumo wake wa kumfanikisha mwanadamu ili aende sawa sana na mapenzi aliyomuumbia, ni mawazo. Yeremia 29:11 Biblia inasema namna hii. Maana nayajua mawazo ninayowawazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Wazo lolote ambalo talidaka kutoka kwa Mungu ni wazo jema, na ni wazo ambalo liko kwa wakati na majira. Unajua kuna mtu mwingine kinachomsumbua ni majira na wakati. Watu wengi sana. Lakini Mungu anasema nayajua mawazo ninayowawazia. Maana kama wakati sio sahihi, Mungu anajua kabisa wakati wako ni upi. Na wazo hili likisha kuja kwenye maisha yako, unajua ni wakati sahihi. Usije ukajiuliza kwamba hii nimekuaje, mbona mazingira ya support. Anajua ni wakati sahihi, na hilo wazo ukianza kwenda nalo ni umetoka jumla. Sio wewe tena, ni Mungu anafanya kazi. Anasema ninayajua mawazo, maana yake anajua mipango yetu anayotupangia sisi. Sisi tunaweza tukajiona kitabu cha Isaya, ile Isaya 54, anasema mawazo yenu sio mawazo yangu, na njia zenu sio njia zangu. Anasema kwa sababu yeye Mungu mawazo yake yako juu sana, njia zake ziko juu sana. Yaani sisi njia zetu ni njia za chini za mifumo ya dunia. Lakini vile Mungu anavyotuwazia, anatuwazia zaidi. Yaani kuna namna Mungu anatutazama sisi tofauti na tunavyojitazama sisi. Kuna namna ambayo ukianza kwenda na mawazo ya Mungu, utaanza kutenda kama Mungu. Unajua kuna mwingine tukimwambia kwamba kutenda kama Mungu, anasema pasa natupanga. Kuna watu ambao walianza kutembea na Mungu, wakaanza kufanya kama Mungu. Unakuwa Mungu vile ambavyo Mungu anawaza. Baba yetu anasema yale ambao Mungu hakuyatamka, aliyawaza, ndio haya ambao yanatokea sasa hivi. Wakati anamuumba mwanadamu hakuwepo majengo, hakuwepo nyumba, barabara, magari hakuwepo. Ni yale ambayo alikuwa kwenye mawazo ya Mungu. Baadaye Mungu anakuja kuyaachilia kwa mwanadamu ili ayatamke, ianze kutokea. Kumbe ndani ya mawazo ya Mungu ndio kuna mafanikio, na ndani ya mawazo ya Mungu ndiko kuna njia za kumfanikisha mwanadamu. Ukidaka wazo la Mungu nimefanikiwa. Na ndio maana sasa njia nzuri, waza vema. Ukiwaza vema utapata vizuri. Watu wengi wanawaza vibaya. Yaani muda wote ni kuwaza vibaya, ni kulaumu, ni kulalamika. Sio rahisi kudaka wazo la Mungu. Kwa sababu kila wakati unalalamika, unawaza vibaya, yaani ndani ya moyo wako umejaza vitu vibaya, hujalijaza neno la Mungu. Daudi anasema moyoni mwangu mimi Daudi nimeliweka neno lako Bwana lijae, nisije nikakutenda dhambi. Kumbe neno la Mungu likijaa ni umekaribisha mawazo ya Mungu ambao ni sahihi ndani mwako. Na utaanza kufanya sawa sana mapenzi ya Mungu. Utajikuta utaanza kuona fursa ndani ya mawazo ya Mungu. Epuka kujaza vitu ambavyo havifai. Moyoni mwako umejaza hasira, umejaza chuki, umejaza mauvi, umejaza vitu ambavyo vinaonekana ambavyo havikuletei matokeo. Kitabu cha Waefeso sura ya 3 mstari wa 20, Biblia inasema atukuzwe Mungu ambaye anafanya kuliko yote ambayo sisi tunayaomba, lakini pia kuliko yote ambayo tunayawaza, kwa kadri ya nguvu ambayo inatenda kazi ndani yetu. Kwa hiyo kitu ambacho nataka ni kuhakikishie mtu wa Mungu, Mungu ana mawazo mazuri kwa ajili yetu sana. Na tunapozungumza uelekeo wa kiungu, sometimes ni kupitia mawazo. Yaani unaweza ukajikuta kuna kawazo fulani kana click ndani yako, ambako wako kawazo kwa kija katakuinua, katakupeleka mbali, katakupeleka viwango vikubwa zaidi ambavyo Mungu amekukusudia uende. Kwa hiyo ni muhimu sana kuendelea kuishi sawa sawa na ule msukumo ambao unakuwa unaupata ndani yako, kwamba kwa hapa fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi, anza hichi, anza kile. Ndio maana tumekwambia mtu kama Isaka
katikati ya ukame, katikati ya njaa, katikati ya changamoto, yeye anapata wazo kwamba wewe anza kupanda mbegu, na akafanya vile na akafanikiwa. Lakini ukisoma kwenye kitabu cha Yohana sura ya 2 ukisoma mstari wa 5, divai imewaishia, lakini Mungu kuna namna ambavyo anataka waondolee aibu. Mariamu anawaambia lolote atakalowaambia fanyeni, wanafanya na wanapata mafanikio makubwa, na divai inatokea ambayo ni njema, na kuna namna ambavyo wanajikuta harusi inaisha kwa shangwe kuliko ambavyo ilikuwa inatarajiwa. Mpaka mkuu wa meza yeye mwenyewe anasema, jamani, hii divai kwa nini hamkuleta mwanzo? Kwa sababu ya mwisho imekuwa tamu kuliko. Kwa wazo lolote ambalo utalipata kwa Mungu, hata kama mwanzo wako ulikuwa na machozi, ulikuwa na huzuni, ulikuwa unachukuliwa ni mtu wa kawaida, lakini nakuhakikishia utakuwa na mwisho wa baraka, utakuwa na mwisho wa utukufu, utafika hatua ambayo kila mtu atakuwa anakushangilia. Kwa nini? Kwa sababu ulikubali kuvumilia, lakini pia ulikubali kuongozwa na Mungu mwenyewe, na maisha yako yatakuwa ni shuhuda kwa watu wengine. Bado tuko kwenye eneo la wazo, na mimi nataka nimalizie hiki kitu. Tumewasoma watu wa kwenye Biblia namna ambao walifanikiwa kudaka mawazo. Sio tu wa kwenye Biblia, hata watu ambao wako duniani. Mfano mzuri ambao ni picha yetu iko mbele yetu ni baba yetu. Baba yetu aliamua kudaka wazo toka kwa Mungu. Alikuwa ni mtu ambaye amesoma, angeendelea, angeacha wazo ambalo litoka kwa Mungu, angeendelea na elimu ambayo amesoma. Matokeo alionao sasa hivi na elimu ambayo amesoma ni tofauti kabisa. Lakini aliamua kudaka wazo toka kwa Mungu, na kwa sababu ni kitu cha Mungu, tunaona kabisa matokeo ambayo yanaonekana ni matokeo ambayo yapo yanaonekana kwa wazi, sio kama ni vitu ambavyo vimejificha. Kwa nini? Ni mtu ambaye aliamua kwenda na sauti ya Mungu, aliamua kufuata uelekeo wa Mungu kupitia wazo. Wazo lolote, hata wewe mwenyewe hujachelewa, wazo lote la Mungu ambao liko ndani mwako, unasikia kelele ndani yako inapiga kelele kabisa kwamba Bwana, labda ni mtumishi, nenda kanitumikie. Nenda na hiyo sauti mwanzoni mwa wazo la Mungu, kwa sababu wazo la Mungu mara nyingi linakuwa kubwa. Anasema wazo ya Mungu yanakuwa makubwa, na sababu ya kuwa makubwa kwa ajili ya kukunyenyekesha, ili ujue kwamba sio mimi, ni Mungu anafanya kazi. Kama ulivyosema kwamba tukuze Mungu Baba, kwa kadri ya nguvu itendao kazi ndani mwetu. Maana kuna nguvu, sio sisi. Ule uwezo wetu wa nje unakufa, ndio maana wazo la Mungu linakuwa kubwa. Sasa likisha kuwa kubwa, linaweza likakutisha mwanzoni. Ni watu wengi sana hawajaendea mawazo ya Mungu, si kwamba hawayapendi, ni kwa sababu ya ule ukubwa wa ile wazo. Lakini nataka nikwambie kwamba hiyo nguvu au uwezo wa hilo wazo, nguvu ambayo utatumia kulifanikisha, kama ni njia, kama ni utumishi, kama ni biashara, aina yoyote ile ambayo unaiendea katika safari yako ya kufanikiwa, sio wewe unatenda kazi, ni Mungu anafanya kazi, kwa sababu linakuwa ni wazo ambalo limetoka kwa Mungu automatic. Na Mungu ndo anajua kabisa mifumo ya kufanikiwa. Utajikuta mwanzoni kweli kuna ugumu kwa sababu ya kukutengenezea namna gani ulihendo ile wazo. Baadaye baada ya njia kufunguka, utaanza kuona matokeo kirahisi. Watu wengi waliofanikiwa wakaanza kuona matokeo kirahisi kwa sababu ya kudaka tu ile wazo ambalo Mungu ameachilia kwenye maisha yao, kaamua kwenda nalo. Kwa na mimi kwa wakati huu na majira haya, kila mmoja ambaye tutazama, ambaye unafuatilia hiki kipindi, uwezo nao, nguvu nayo, na hujachelewa. Bado hujachelewa. Kuna mwingine anasema nimechelewa, ni mzee sana bwana. Unajua bwana, vijana wa Askofu Kabigumila bwana, wamepata neema sana. Sio neema, hujachelewa. Wakati unasikia ndio wakati sahihi. Wakati huo ndio wazo linaingia. Unajua wazo mwingine anasubiri labda lale au afikirie sana. Wazo inaweza kukujia hata kwenye kipindi hivi tunavyoongea, baada ya kumaliza kuna kitu kitakuja kama sauti, hutalala. Wakati umelala utasikia kinazungumza, ndio wazo la Mungu tayari. Hapo tunavyoongea tunatengeneza wazo ndani mwako. Kuna kitu kinaumbika ndani mwako. Kuna kitu itakiwa ukifanye. Tumekuja kuliamsha ile wazo la Mungu, kwa sababu wazo la Mungu halifi. Litapiga. Na ukitaka kujua kwamba hili wazo limetoka kwa Mungu, lina tabia ya kungangania. Lina tabia ya kupiga kelele. Ni mpaka ulifanye. Kwa kuna mtu mwingine ambao mawazo bado unayo, yanahitaji tu kutekelezwa na kuyafanya. Na si kwamba kuna muda ambao utakuja kuyafanya. Muda ambao utaanza kuchukua hatua ndio muda sahihi. Hakunaga muda sahihi wa kulifanyia kazi wazo la Mungu. Linapokuja wakati huo ndio wakati sahihi. Na baba yetu anasemaga inakuwa ni vizuri sana pale ambapo wazo la Mungu ukawa mwepesi wa kulifanya likiwa la moto. Kwa sababu ile nguvu, kuna ile imani ya kulipokea wazo, inakuwa na shauku kubwa sana. Ile imani ya kulipokea wazo, utakapoanza utakuwa na nguvu zaidi. Wazo likipoa ni ngumu sana kuamsha tena imani ya kulianza. Kwa jambo tunapomalizia kabisa, labda kitu gani ambacho kitakufanya uweze kufaidika na mawazo ambayo Mungu anakupa ili kukufanikisha? Nitakwambia tu mambo mawili. Jambo la kwanza, chukua kila ambacho unakisoma kwenye neno la Mungu na ukifanyie kazi bila maswali. Yaani
Si unataka kufanikiwa, unataka kwenda mbali. Neno la Mungu limekwambiaje? Kumbukumbu la Torati 28 ukianzia mstari wa kwanza. Anasema itakuwa utakapoisikia sauti ya Bwana Mungu wako kufanya kutenda kwa bidii maagizo ambayo Mungu anakupa. Anasema utabarikiwa mjini, utabarikiwa shambani, utabarikiwa unapoingia, utabarikiwa unapotoka. Hiyo tu. Chukua bila maswali kwamba Mungu anasema naweza kufanikiwa popote. Nenda nayo. Alafu utaona jinsi ambavyo Mungu atakufanikisha na mawazo yale ambao anakuachilia. Usiseme yani mimi nipo kijijini huko ndani na Chingwea ndio maana naona mambo hayaendi. Mtumishi nitafutie chumba huko Dani je. Nakwambia Dani hatari. Yani da ukija kwa huo mtazamo, umekwisha ndugu yangu. Umekwisha. Da hata kuvuka barabara ni hatari. Yani ni kipengele. Sasa ukija na huo mtazamo kwamba naenda tu da ili nipate unafuu wa maisha, unaweza kujuta unashinda barabarani unasubiri uvuke. Kwa nini? Kwa sababu Mungu hakuoni huko. Lakini ukifanya kile ambacho Mungu anakuona, utajikuta unapenya kwa wepesi. Lakini jambo lingine, hakikisha chukua neno la Mungu. Yani lichukue neno la Mungu, usianze kujiuliza maswali ili ufanikiwe. Jambo la kwanza nimekwambia, yani kila ambacho unakipata kwenye neno wewe kifanyie kazi. Jambo lingine, chukua neno la Mungu bila maswali, useme ni kweli Daudi alifanya hivi, ila haya majira ni tofauti. Wewe acha maswali. Akisema kwa kupigwa kwa Yesu nimeponywa. Akisema atabariki kazi za mikono yako, fanya kazi alafu tegemea baraka za Mungu. Akisema utakuwa kichwa, wewe jua utakuwa kichwa. Akisema usiogope, wewe usiogope. Unafikiri wale watu wanavuka bahari ya Shamu kama wangekuwa wanataka kuanza kufuata uhalisia? Kiuhalisia hata mimi ningerudi Misri. Nakwambia wangeona nimetangulia mbio. Naenda kuomba msamaha kwa Farao kwamba ni Musa huyu ametushawishi. Mimi sikuwa miongoni mwa Musa na Haruni. Lakini Mungu alipowaambia Musa waambie watu waendelee mbele. Unaona wana wa Israeli na wazee wanaenda kwa kujiamini. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ndo amesema. Hawana maswali tena kutokea hapo. Kwa hiyo Mungu akubariki sana wewe ambaye umepata nafasi kushirikiana na sisi kipindi cha siku ya leo. Mungu akubariki sana kwa ajili ya muda mzuri ambao umeutoa. Lakini pia nimkaribishe pastor pige maombi kwa ajili yako. Inawezekana kuna mahali ulikuwa umekwama, inawezekana kuna mahali ulikuwa unaona kabisa maisha yako ni kama yamestaki, inawezekana kuna mambo ulikuwa unayapitia ambayo kuna wakati anakufanya ukikumbuka makosa uliyofanya. Inawezekana kuna mtu tunamuongea na wewe kuanzia mwanzo unajuta, yani una regret kwa sababu kuna maamuzi ambayo uliwahi kuyafanya kwenye maisha yako yakakufanya ukapoteza kitu kikubwa. Lakini Mungu anaweza kurejesha miaka iliyoliwa na nzige na parare na dumadu, alafu Mungu akaleta nyakati za kuburudishwa. Kwa tenda kuomba kwa ajili yako mahali hapa, na ninaamini Mungu atafanya jambo jipya. Biblia inasema wanaomngoja Bwana wao wanapata nguvu mpya. Kwa ile kwamba uliwahi kukosea haina maana uendelee kukosea. Ile kwamba umewahi kukosea unaweza ukapata fursa ya kutengeneza na maisha yako yakaenda kama vile ambavyo Mungu anakuona. Karibu pastor utuongoze. Yes. Mungu atatusaidia sana. Hongera sana wewe ambao ulikuwa nasi, hata wewe ambao umekuja katikati ya kipindi. Wakati tunamalizia, kabla sijakuombea wewe ambaye ulikuwa umerudi nyuma au unahitaji kumpokea Bwana Yesu, naenda kuongoza sala toba kwa muda hapa. Naomba fatisha maneno, sema asante Bwana Yesu kwa ajili ya neema yako. Usiku wa leo nimeamini ya kwamba wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kuanzia sasa na kupokea ndani ya moyo wangu. Kuanzia leo nimeokoka. Roho Mtakatifu nisaidie kuishi maisha matakatifu. Roho Mtakatifu nisaidie kulipenda neno lako katika jina la Yesu. Amen. Hongera sana kama umefuatisha sala, tayari umeokoka na Bwana amekufutia makosa yako. Endelea kuishi maisha matakatifu. Tena kuombea nguvu mpya ya kuamsha yale mawazo ambayo alikuwa ndani mwako, lakini nguvu mpya wewe ambaye ulikuwa unajutia, umekosea, makosa uliyofanya mpaka majira haya yanatumia kama fimbo ya kukuumiza. Kile ukifikiria mafanikio makubwa, kile ukiwaza kutenda jambo ambalo unataka likufanikishe, adui anainua zile sauti, anainua yale matukio ya nyuma ili kukuzuia ujione mnyonge, ujione mdhaifu. Kuanzia sasa naenda kukuombea hiyo nguvu ikuvae, hiyo nguvu iamshe ule mtu wa ndani ambaye amekusudia kwenye maisha yako ili uwe. Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, asante Mungu aliye hai tena mwaminifu. Umesema Bwana Yesu, kwa kadiri ya nguvu inayotenda kazi ndani mwetu ndio ambayo inafanya kazi.
Wewe ambaye ulikuwa umefanya matukio ya nyuma yamekuumiza, adui aliamua kuyainua kama fimbo ya kukuumiza ili usifanye mambo kwa ukubwa, ili kila unapojaribu kuinuka iwe ni fimbo, iwe ni silaha ambayo itakurusha nyuma. Hayo matukio na yafuta kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai. Kuanzia sasa pokea nguvu mpya, pokea nguvu ya kwanza mpya, pokea nguvu ya kuinuka, pokea nguvu ya ujasiri, pokea nguvu ya kuyatendea kazi mawazo. Kila wazo lote ambalo Mungu aliwahi kulidondosha kwenye ufahamu wako, au amewahi kudondosha, au wakati mwingine Mungu atakuja kudondosha kwenye maisha yako, ninaamuru kuanzia sasa, ninaachilia nguvu ya Roho Mtakatifu ikuvae, nguvu ambayo itaamsha utu wako wa ndani, roho ya utayari ingie ndani mwako katika jina aliye hai. Kwa nguvu za Roho Mtakatifu, wewe ambao unalifanya wazo, kuna wazo ambao Mungu amekupa, unalifanya kwa ulegevu, unalifanya kwa kusuasua, ujui kwamba hii wazo limetoka kwa Mungu au limetoka kwa shetani au ni mawazo yako. Kuanzia sasa ninaomba neema maalum ikuvae ya kukupeleka kwenye kusudi la Mungu, ili upate kuyatambua kwamba ni mawazo ya Mungu, na nguvu ya Roho Mtakatifu ikusaidie kuyahifadhi maneno ya Mungu, kuifuata neno la Mungu. Njia zote mbaya ambazo adui aliamua kuinua kwenye maisha yako, anasema iko njia ambayo inaonekana kuwa njema machoni pa mtu, lakini mwisho wako ni uharibifu. Hizo njia kuanzia sasa nimezifunga kwenye maisha yako, na yarejesha maisha yako, na yarejesha ufahamu wako na akili zako zielekee kwenye njia za Mungu, ambako ndiko zimelenga kukufanikisha katika jina aliye hai. Kila mifumo yote ya dunia, mifumo ya ulimwengu, mifumo ya familia ambayo imelenga kukuharibia, ambayo imelenga kukupotosha, kukusababishia usiende kwenye njia ya Mungu, hiyo mifumo nimeifunga rasmi kuanzia sasa katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Roho Mtakatifu muongoze huyo mtu. Roho Mtakatifu mpe mawazo mapya. Roho Mtakatifu muamini kwa mawazo mengine mapya ambayo tukao kwa Mungu kuanzia sasa. Kwa neema ya Kristo, uwezo na nguvu wa Roho Mtakatifu uanze kufanya kazi ndani mwako katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Amen. Mungu akubariki sana wewe ambaye ulikuwa unatufuatilia. Uwe na usiku mwema. Amen.